عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu kila wakati tuko katika dawa na alhamdulillah hizi dawa ziko na manufaa mingi sana kwa sababu kuna watu mashallah wanajiunga kuwa Waislamu. Alhamdulillah kwa hiyo. Na kuna ndugu zetu wengi tulikuwa nao katika mwaka uliopita, nao wengi wametangulia mbele ya haki, hawajafika Ramadhani hii, na tumebakia siku chache tuingie katika Ramadhani. Tuko katika mwezi wa Shaaban. Kuna ndugu yetu mmoja kutoka Dubai alipata accident, anaitwa Muhammad, naye alikuwa ni mpenzi wa dawa na fuatiliaji wetu, na pia alikuwa ni mtu ana support katika harakati zikitokea kunahitajika vitabu nini, anasaidia katika njia zozote. Alifariki katika ajali. Mwenyezi Mungu amfanyie kaburi yake iwe na nuru, na wale wote waliotangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu afanyie kaburi zao ziwe na nuru, na atupe sote siku ya kiyama kivuli, na tuwe miongoni mwa watu wa kuingia katika janna firdaus. Waislamu tumesimama mbele yenu kwa sababu ya ombi. Kwanza kuna hii Qur'ani, tulikuwa tunahitaji misaafu kwa sababu tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Huu msaafu ni tarjuma ya Abdalla Farsi, kuna Kiarabu na lugha ya Kiswahili. Hizi huwa tunazipenda kwa sababu zinasaidia hususan watu wa kusilimu wengi wanaposoma, wanapoanza kusoma juzu ama na nini, na wanasoma kisha wanapata hiyo tafsiri yake ya Kiswahili, yani tarjuma ya Kiswahili inasaidia katika mambo mengi sana, na hususan hii Abdalla Farsi ndio huwa tunatumia katika mihadhara yetu mingi. Hii tarjuma ya Abdalla Farsi huwa ndio tunatumia katika mihadhara yetu mingi sana. Hii inakujanga shilingi 500 moja, na kupatikana kwake huwa inapatikana, lakini huwa inataka shilingi 500. So tulikuwa tunahitaji kama tungepata Waislamu ambao mashallah Mwenyezi Mungu amewafanyia wepesi, wanaweza tupate kopi kama 400. Kopi 400, kila kitabu shilingi 500, utajua inaingia almost kama 200,000 inshallah. Kuna watu wana uwezo wanaweza tufanyia wepesi tukapata. Pili, tuna kitabu hapa cha sala. Hii kitabu cha sala huwa kinasaidia sana watu wa kusilimu. Hususan saa hii kuna watu wengi sana wamesilimu na zimeisha zile tulikuwa nazo, tunagawa, huwa tunawapatia free. Hii kitabu pia inakuja shilingi 100. Kuna sehemu zingine wanauza shilingi 80, lakini most of time sehemu ambao tunazipata zinatoka shilingi 100. Hii nayo tulikuwa tunataka kama kopi 1000. Kopi 1000 inakuja kama 100,000 hivi peke yake. Mwenyezi Mungu kama amekufanyia wepesi, fanya nusra kwa ajili ya dini ya Allah. Hii dunia tunapita, kesho hatuko. Leo ukifanya nusra inakuwa ni khairi kubwa sana. Tatu, tuna juzu amma hapa. Hii juzu amma pia inahitajika kwa sababu ndo watu saa hii katika mwezi wa Ramadhani tunaoingia, watu wengi wanapata time ya kusoma dini na nini na mambo mengi tu. So Muislamu una uwezo pia, hii tunataka kopi 1000. So kopi 1000, kopi 1000, na hii tunataka kopi 400 inshallah. Na hii yote hii ni shilingi 100 kopi moja, so pia hii itakuja kama 100,000 hiyo kopi 1000, na hii ni kama 100,000 hiyo kopi 1000. Lakini hii Qur'ani ambao kuna Kiarabu ndani na tarjuma ya Kiswahili, na watu wanasoma sana Qur'ani katika huu mwezi wa Ramadhani, ndio Qur'ani imeteremka. So tuwafanyie pesi watu wapate hizi kopi, hususan watu wa kusilimu, na ni wengi sasa hivi tunakuwa na idadi kubwa kuliko ile mwaka iliyopita. So hii nayo inataka shilingi 500 kopi moja. So inshallah tukizipata zitakuwa ni kheri. Ukinunua kitabu mtu anasoma maneno ya Mwenyezi Mungu, wallahi unapata thawabu. So tufanye wepesi kwa ajili ya Allah. Mungu amekupa, usifanye ubakhili. Hii riski Mwenyezi Mungu alikupa bado ni mtihani, na ujue kuna leo kuna kesho, na hii dunia tunaiondoka wakati wote. Pili, tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Tuna wanafunzi wengi mno kuliko mwaka uliopita. Wanafunzi wanahitaji iftari. So Waislamu tumesema tuwakumbushe mapema kwa sababu nazo siku zinakimbia mno. Imebakia siku chache ndio tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhani. So nahitaji tuweze kuanza program ya kufuturisha watu wa kusilimu. Kuna watu ambao hali yao ni nzito.
Kisha katika sehemu ya nchi ya Kenya sasa kuna mitihani mingi, so kuna watu kisha hata wajiwezi kimaisha, na mtu amefunga hana kitu ya kufuturu, hana kitu ya kupata suhur, so ana matatizo. Na ukimnusuru mja wa Allah, wallahi naye Allah atakunusuru hapa na kesho siku ya Kiyama. So Waislamu, hii ndio ombi ambao tumewatangazia mapema, tuweze kushirikiana pamoja na tuweze kufanya kazi ya dawa pamoja, tuweze kusukuma gurudumu la Uislamu kuendelea mbele. Leo Waislamu sisi tunasimama, lakini hatuna uwezo wa kutoa pesa ya kusukuma hii kazi. Sisi tukisimama na nyinyi mnatusaidia pande mwingine, tunaweza kusukuma gurudumu ya Uislamu na inakuwa ni wepesi kilima cha la ilaha illallah kufika kwa wale bado hawajabahatika kupata neema ya Uislamu. Wallahi Muislamu unafaa useme alhamdulillah. Wewe labda Mwenyezi Mungu amekujalia umezaliwa katika sitra ya Kiislamu, umekulia katika Uislamu, umesoma madrasa vizuri bila matatizo yote, umesomeshwa na wazazi wako, mashaallah, unafaa kusema alhamdulillah. Kuna watu wanapata mtihani sana kupata elimu ambao wewe uliipata wepesi sana. Wanapata mtihani, mtu amesilimu, yuna family, anaangaliwa na familia yake, wanahitaji riziki kutoka kwake, na hali yake nayo ni ngumu, na bado inatakana asome dini ya Allah. So inakuwa kuna mtihani. So tusipowasaidia katika kopes, kuwapatia kama hizi vitabu na nini, kuwafanyia wepesi. Na pia katika hili swala la kufunga mwezi wa Ramadhani, kuna wale wanapitia hali ngumu sana, kwa sababu mtu ako kwa family, maybe yeye yuko pale, watu wanapika saa 3 ya usiku na yeye alikuwa amefunga, so anakuwa na mtihani. Lakini akipata angalau apate futari na apate nini, inakuwa ni wepesi sana. So Waislamu, tuomba kwa ajili ya Allah tuweze kuanza hii shughuli mapema, na sio mapema kwa sababu tuko mwezi wa Shaabani, imebaki muda kidogo tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Na wale Waislamu wote huwa wanasimama na sisi, wallahi Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama, kwa sababu sio kazi rahisi. Sisi ni katika kundi ya dawa ambao ni kundi changa, bado tuko changa katika hii kundi ya dawa, lakini kuna Waislamu mashallah, Mwenyezi Mungu amewapa hiyo mapenzi, wakisikiza bado tunatangaza tunahitaji hii, wanajikakamua na wanaweza kutushikilia katika sehemu ambao wanaoweza. So Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kumtakia rehema na amani Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine kama hivyo kakangu hapa amesema, kwa huyo ndugu yetu ambaye alikuwa ni mpenzi mkubwa na vile vile aliyekuwa na kushughulikia sana mambo ya da'wa, na wale wengine ambao wametangulia mbele za haki, kwanza tuseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na pia Mwenyezi Mungu amjalie yeye na wale pia wametangulia mbele za haki, makaburi yao yawe ni mabustani miongoni mwa bustani ya peponi, wala asijalie kuwa ni mashimo miongoni mwa mashimo moto wa jahannam. Jambo la pili, Waislamu, ni kama vile Sheikh Salim amesema hapa kwamba jambo la kwanza tunahitaji vitabu. Tunahitaji vitabu. Huu msaafu ambao tunazungumzia ni wa muhimu sana wa tarjuma ya Kiswahili. Ni wa muhimu sana Waislamu, kwa sababu watu ambao wanaosilimu sasa hivi ni tofauti na miaka 10 iliyopita. Miaka 10 iliyopita tulikuwa tuna uwezo wa mtu akishasilimu anaenda madrasa moja kwa moja. Sasa hivi tangu wa mambo haya ya ugaidi wakati alipoanza, ifahamike kwamba madrasa nyingi za watu wa kusilimu zilifungwa. Nyingi sana ziliweza kufungwa. Kwa hivyo sasa hivi kunakuwa na uzito mkubwa sana. Kwa hivyo mpaka ifikia kwamba anaenda kusoma dini, kuna mzunguko mkubwa sana. Kwa hivyo kwa kipindi hiki anapokuwa katika mzunguko baada ya kusilimu, misaafu hii ni ya muhimu sana, na juzuu na hicho kitabu ambacho kwanza tunahitaji kitabu cha swala. Jambo la kwanza, kwa sababu kitabu cha swala kinakuwa ndicho kitabu cha kwanza, kwa sababu baada ya kusilimu, baada ya shahada ni swala. Kwa hivyo swala
inafundishwa kwamba inafundisha swala tu, inafundisha na mambo mengine ya tohara, inafundisha mambo mengine ya najis na mambo mengineyo. Hicho kitabu kinakuwa kizuri sana. Kwa hivyo mtu huyu anakuwa kwamba baada ya kusilimu anajifundisha haya mambo mengi bila. Kwa hivyo yale ambayo yanakuja kufundishwa labda na huku nje kwa kwamba ni mambo machache, lakini hicho kitabu kinakuwa kwamba kwanza kinawapitisha katika safari hiyo kwa umbali sana. Jambo la pili ni hiyo juzuu. Hiyo juzuu ndio starting point ya kuanza kuweza kujua kusoma Qur'an. Kwa hivyo ni ya muhimu sana Waislamu juzuu, na tukikosa hizi vitabu vitatu hapa inakuwa kwamba ni mtihani mkubwa sana. Na hichi kitabu kwa sababu sasa hivi unakuta kwamba katika jamii ambazo tunamoishi nyingi, unakuta kwamba kuna ile fikra chafu ya kwamba Uislamu uko hivi, Uislamu uko hivi, Uislamu uko hivi. Kwa hivyo kitabu Qur'ani hii ukiwa nayo, hii tarjuma ya Kiswahili ukiwa nayo, utakuwa na uwezo pia wa kujisomea wewe mwenyewe na kuweza kupangua hoja zingine ambazo zinazoelekezwa dhidi ya Uislamu, ambazo ni hoja zingine ambazo ni chafu chafu. Kwa hivyo vitabu ni madrasa ya muhimu sana. Vitabu ni shule ya muhimu sana. Vitabu ni kitu cha muhimu sana kwa Muislamu yote hapa duniani, kwa sababu elimu tunaambiwa kwamba ni faradhi kwa Muislamu mwanamke au Muislamu na Muislamu mwanaume. Kwa hivyo tunaomba Waislamu kwa heshima yenu, misafu ambayo inahitajika kopi 400. Vitabu cha swala tunahitaji kopi 100 na 1000, na juzuu tunahitaji kopi 1000 ili tuweze kuzisambaza kwa wale ambao wanasilimu. Na vile Sheikh Salim amesema hapa, watu sasa hivi wamesilimu wengi, sio kama vile mwaka uliopita. Watu sasa hivi ni wengi sana, na mwezi huu wa Ramadhani vile tunavyoelekea ndio pia watu wengi imani huwa inazidi tofauti na miezi mingine. Kwa hivyo tunaombeni kwa heshima yenu Waislamu tuweze kufanya zoezi hili kwa sababu ni la muhimu sana. Jambo la pili ni hili ambalo Sheikh Salim ameelekeza vizuri ya kwamba tunaelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani sana sana tunahangaika na hawa, kuna mayatima na pia kuna hawa watu ambao wamesilimu. Na hawa watu kusilimu, ndugu zetu, unakuta kwamba wengine mpaka hata wamefukuzwa makwao, kwa sababu kama wengine walikuwa wanatuelezea visa hapa juzi hapa ya kwamba wengine mpaka wamefukuzwa manyumbani mwao, wengine mpaka hata hawana ajira kutokana pia na mazingira ya nchi yetu vile yalivyo, ukosefu wa ajira na hali ngumu ya kimaisha vile ilivyo. Kwa hivyo unakuta mpaka hata watu wengine atakupata ile futari inakuwa kama ni vigumu sana Waislamu. Kwa hivyo tunawaombeni, kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu akdamakum, enyi mlioamini mkilingania dini ya Mwenyezi Mungu, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu atamnusuruni na kisha atamdhibitisha nyayo zenu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuombea kwamba tuweze kushughulikia mambo haya ya mayatima, mambo haya watu kusilimu, na vile vile mambo ya mayatima ni majukumu yetu sisi Waislamu tuweze kuyafanyia kazi, na Mwenyezi Mungu atatulipa ujira wetu hapa duniani na kesho akhera. Na shughuli tulisema kwamba wakati unapotoa sadaka yako, iwe ndogo kulingana na vile unavyoiona wewe au iwe kubwa, kwa sababu kutoa ni moyo, tia nia yako kwa Mwenyezi Mungu. Matatizo uliyokuwa nayo, mambo uliyokuwa nayo ni mengi, mitihani tuliyokuwa nayo ya kikazi, ya biashara, ya watoto, ya maisha, ya maradhi na mambo mengineyo, tia nia yako na wallahi la adhim Mwenyezi Mungu atakusuluhishia matatizo yako, atakufanyia wepesi mambo yako, na utakuwa hapo mbele utakuwa ni mwenye kufurahi hapa duniani na kesho akhera. Wa bihadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa afwan minkum. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri sitaongea mengi kwa sababu yale ambayo ningeongea mandugu zangu wameshaelezea, na kwa hakika kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametufikisha hapo tulipo, na bado kazi inaendelea, na ametupa afya, na pia tunashukuru kwamba katika wale watu ambao walikuwa wako katika mstari wa mbele katika usaidizi katika upande ya dawa, yani kutujulia hali mambo inaenda namna gani, kama huo ndugu wetu ambaye amesha ondoka duniani, tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na tunamuombea Mwenyezi Mungu amfufue pamoja na mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sote Waislamu tuwe pamoja katika Jannatul Firdaus. Kwa hivyo na wale wengine ambao tuko nao kila saa na wanatuangalia kila saa na tunasaidiana kila saa, pia tunaombea Mwenyezi Mungu awafanyie sahali mambo yao,
Heri ambayo iko mbali Mwenyezi Mungu awaletee karibu, na kama kuna shari iko karibu Mwenyezi Mungu aisukume mbali kama mashariki na magharibi. Na kila kama ni biashara anafanya Mwenyezi Mungu weka baraka na rehema na neema katika biashara zake. Na kama hao watu wanafanya kazi pia kazi wameandikwa, basi Mwenyezi Mungu pia wafanyie hivyo hivyo, wabariki hiyo kazi yao, weka neema na uweke baraka ndani ya hiyo kazi zao. Ya mwisho ni kwamba saa hii tuko mwezi wa Shabani. Mwezi wa Shabani una historia nzuri sana, kwa sababu mwezi wa Shabani inasemekana ni mwezi ambao amali zetu sisi zote ambayo tumefanya katika mwaka uliopita ndio inarudishwa kwa Allah. Unaonaje wewe faili yako ikitolewa ikapewa malaika, wakapeleka ile file kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakasema huyu mja wako amefanya kadha, amelisha mayatima, amefanya hivi, amefanya hivi, amefanya hivi, amejenga msikiti, amefanya nini, amesaidia wajane, amesaidia watu wa dawa. Faili yako inafunguliwa kwa Allah, yani inaenda faili imejaa kujaa, kwa Allah. Unaweza sikiaje? Na hii ndio wakati amali zinarudishwa. Na katika hii mwezi ni mwezi ambaye si mwezi ya mchezo. Ikifika tarehe 15 Shaban, inasemekana ndio majina inatolewa na Allah ya wale watu wanabaki duniani na wale wenye kuondoka. Ndio naona hii mwezi watu wengi huwa ni wanaondoka. Kunakuwa na vifo mingi katika mwezi wa Shaban, kwa sababu ndio watu list inatolewa. Ile ya kuondoka duniani inapewa embatiwa malaika wa mauti, basi inakuwa wao wanajuaje mimi na wewe kama tuko katika hiyo list ama hatuko? Kwa hivyo ni vizuri masahaba, Mtume alikuwa anahimiza masahaba ikifika huu mwezi. Kwanza Mtume alikuwa anafunga sana, karibu mwezi mzima, mwezi wa Shaaban. Alikuwa anafanya heri nyingi sana katika huu mwezi, na akahimiza masahaba akamwambia, jameni, hii mwezi si mwezi ya mchezo. Thawabu zake inasemekana ni kubwa sana, ni thawabu kubwa sana. Na ndio masahaba wakaambia muwe mnafanya heri nyingi, mnafunga, mnasoma Qurani, mnafanya charity, mnasaidia yatima, mnasaidia wajane, na mnasaidia mambo inahusiana na dini. Kwa hivyo masahaba walikuwa katika mstari wa mbele, na sisi tujifunze kwa masahaba ambao walitangulia radhiallahu anhu, ambao wametangulia, ambao wengine wamebashiriwa jana wakiwa hapa duniani. Wao unaona ni mchezo mtu kubashiriwa jana akiwa duniani kama hii. Sasa tunajuaje sisi? Najua sisi saa zingine uangalia, ndio naona mambo mengi tunaambiwa tufanye mambo mengi na Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata pengine huenda swala zetu zile tunafanya zina vilaka. Mara unaenda kusali unakuta saa zingine unapigiwa simu ama unafanya vitu kama zingine. Sasa swala zinakuwa, ndio naona tunaambiwa tufanye heri nyingi. Ndio tunafunika pale tunakosea. Na tuombe toba sana katika huu mwezi. Huu mwezi tuombe toba sana kwa Mwenyezi Mungu. Waambie Mwenyezi Mungu, yale nilikuwa ninafanya, pengine nilikuwa nafanya makosa fulani, sitarudia tena na nimeacha kabisa. Ndio tukifika Ramadhani unakuwa umesafishika, unakuwa wewe ni kiumbe safi. Kwa hivyo tunaomba hapa, tumeambiwa hapa kuna Qurani hapa. Na ni kweli hii Qurani watu wengi, ile hata zile tulikuwa nazo tuligawa, hata zimeisha kitambo sana. Kwa sababu mtu akishaanza kusoma ile kusoma katika, akishachukua juzuu, akishaanza kusomeshwa, anaanza kusoma Qurani polepole. Sasa akishakujua kusoma Qurani, sasa akisoma katika hii Qurani hii anaangalia pia na tafsiri yake. Kwa hivyo anakuwa kuelewa kwake ni zaidi sana. Kwa hivyo tunataka hizo 400 kama vile tumesema, na tumesema moja ni 500, na tumesema hii nyingine ni ya sala na inatakana 1000, na kila kitabu ni shilingi 100. Sasa wewe unajigawa, na hii nyingine ya juzu ama pia inatakana 1000, na hiyo 1000 kila kitabu ni 100. Kwa hivyo unaweza jigawa wewe mwenyewe, ndio unajipangia, unaona mimi wacha ninunue kama misafu 20, wacha ninunue kama misafu 50, na nitanunua 100. Yani kulingana na uwezo wako ule Mungu amekupa, kwa sababu hatufanani hata katika maisha, hatufanani. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewanemesha. Kuna mtu anaweza kusema Sheikh, hiyo story wachana naye, hiyo wachia hapo, hiyo yote mimi mwenyewe nitafanya. Nataka nipate thawabu za hii mwezi wa Shabani ambaye Mtume alikuwa anafanya mambo ya heri zaidi. Anaweza kusema Sheikh, hata wachana naye, mimi nitafanya. So kwa hivyo unaweza kuchukua ile ingine, alafu mjitayarishe, kwa sababu watu wa kusilimu ni wengi.
wengi wao wanapata shida sana mwezi wa Ramadhani kwenda kwa kukula, hawana nini, na kila mwaka huwa tunafanya hiyo kazi. Kwa hivyo mwanze kujitayarisha mkijua hawa watu wanataka futari, wakifungua wafungue na sisi na wafunge na sisi. Kwa hivyo mjitayarishe inshallah. Kwa hivyo kwa haya machache tunaombea Mwenyezi Mungu afanyie sahali mambo yenu, na inshallah na sisi pia mtuombee dua, kwa sababu dawa ina changamoto nyingi na ina mitihani mikubwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Salim. Mimi naitwa Simon Atero Imbiaka. Asante sana. Mimi ni Muislamu. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, asante sana. Je, swali ni gani ungependa kuwauliza Waislamu? Mimi niuliza about Islam. Like mtu anielezee tu who is Islam. Like Muislamu ni nani? Kama mtu anaweza nielezea tu kwa maneno machache. Nijifunze. Pengine Muislamu pia anaweza kuwa nijua ni mtu aina gani, labda uniambie tu. Yani kisikia jina Muislamu nikuwe najua mtu cheme ni nini. Sasa unataka kujua Muislamu ni nini au Qur'ani 364 ni vizuri tukupe na maandiko ndio ujue. Ukisikia mtu anasema mimi ni Muislamu, yani ni nini hiyo na ni maana yake ni nini? Sikiza nasemaje. Qur'an 364. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, asante, yani Mayahudi na Manaswara, njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Asante. Wakigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, yani tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Unasikia? Ukisikia mimi ni Muislamu, maana yake anamaanisha amenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Muislamu ni total submit the will of your creator. So Muislamu ananyenyekea amri za Mungu. Mungu akimwambia fanya hivi anafanya. Mungu anatuambia tufunge katika mwezi wa Ramadhani, tufunge kitu inaitwa saumu, tunafunga siku 30. Ametuamrisha tufunge kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuna wengine wanasema tunabadilisha diet, lakini sio hivyo, ni amri ya Mungu tunafuata. So Muislamu maana yake ni kufuata amri ya Mungu. Yeah, and Islam is somebody who is following the law of God. Tusema anafuata sheria ya Almighty God. Yeah. Okay. Nimeelewa. Nimeunderstand. Sasa naweza at least nikipatana na pengine mtu anataka maelezo zaidi. Mimi naweza define juu, so najua ni vizuri venye hapo mwanzo tumeongea na wewe ya kwamba ni vizuri mtu akuwe na knowledge. Knowledge ni vizuri sana. Like si ati uko umefungiwa ati mahali pamoja tukakwama na nini yako. So you are supposed to learn. By the way pia ni asante pia kwa kutudefinia. So at least naenda na hiyo understanding ya pia kuna another religion and this is how it is. Sasa huyo ni Muislamu. Tujaingia kwa religion ya Uislamu. Religion ya Uislamu ni hivi 626 Qur'an. Sasa Muislamu ndio ananyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Nayo religion ya Uislamu ni nini? Sikiza, tunaambiwa religion ni nini ya Uislamu. Bismillahirrahmanirrahim. 626. Na hii dini ya Uislamu. Sasa ndio tunaingia kwa religion. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Yani Uislamu ni njia ya Mungu iliyonyooka. Yeah. So Muislamu ananyenyekea amri za Mungu, lakini Uislamu ni njia ya Mungu iliyonyooka. Yani haina kona kona. So Uislamu unaenda direct kulingana na venye Mungu anataka. Na hii Uislamu ndio dini ya Ibrahimu. Hii Uislamu ndio dini ya Musa. Hii Uislamu ndio dini ya Yesu mtoto wa Mariamu. Alikuwa ni Muislamu ndugu yetu. Na hii dini ya Uislamu ndio dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii dini ya Uislamu ndio dini yako. Wewe ulitoka katika Uislamu. Watu wote wameumbiwa katika umbile la Kiislamu. 2278 nikumalizie na hiyo. Usikie Uislamu ndio dini ya watu wote. Alafu the best of Islam. Saa hii naona kuna mambo kama watu wanasema sijui kuna attack hizi za kanisa, watu wanaenda kupigwa sijui na tear gas na nini, which is not a good thing katika nchi ya Kenya. Ni kwa sababu watu hawakufuata sheria ya Mungu. Ndani ya msikiti huwezi pata siasa. Hata uwe nani, uwe governor, uwe nani, huwezi ruhusiwa kufanya siasa ndani ya msikiti.
Unaambiwa ukuje ufanye ibada yako, ukimaliza naenda uweke siasa huko nje. Unaona? Na hiyo ni kitu iliwekwa tangu zamani, hakuna siasa ndani ya msikiti. That's why unaona it's a peaceful area. Hakuna mambo ya vurugu pale ndani ya msikiti. Ni mtu anakuja anamsujudia Mola wake, anaondoka, anaenda shughuli zake. Unaona? Very simple. Wanawake wanaingia pande yao, wanaume pande yao. Very simple. Wanaume ndio wanaongoza wanawake, wakimaliza wanaenda. Very simple Uislamu. Sikiza. Naona unaangalia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sikiza, Uislamu dini ya watu wote, na imeanza na baba yetu Adam, alafu inakuja mpaka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Asante. Yeye amekuchagueni muwe umolio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yani dini hii ya Uislamu tunaambiwa ni mila ya baba yetu Nabii Ibrahim alayhi salam. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika hii Qur'ani pia mmeitwa jina hilo. Unaona? So katika zamani wakati wa Ibrahimu na nani tuliitwa Waislamu. Ibrahimu ndiye amejenga ile msikiti unasikianga tunaenda, inaitwa msikiti wa Makka. Ndiye amenyanyua kuta zake. So Islam iko na historical facts. Mahali manabii walikanyaga tunaenda. Nice. I have learned pia. Umeniambia yani pia mwanzo wake pia umeniambia ni kitu ambayo ilianza kwa Adam. Umesema pia imeshikana na Adam na Ibrahimu, Musa na Yesu. By the way, umesema Jesus Christ na Muislamu. And so I have learned pia that ni same origin like Islam's they believe like they believe na pia maandiko na pia. Sasa kwa ufupi unaweza tupatia mwanzo wa Quran? Mwanzo wa Quran nakupa sahi. Quran mwanzo wake umeanza wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo wa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu ameletewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla yake kulikuwa na vitabu vilivyotangulia ambao ni Taurati, Zaburi na Injili. Qur'ani ndio kitabu cha mwisho. Hebu sikiza. Naona mwenzako pia ana nini? Qur'ani 290. Mwanzia hapo 22 26. Qur'ani 26. Qur'ani 26 192. Tumwanzie hapo aone venye Qur'ani imeletwa na imekuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na bila shaka hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote. Kwanza Qur'ani ni uteremsho wa Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye ameteremsha Qur'ani, lakini kateremsha kipindi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiza habari. Ameteremsha haya muhuisha sheria mwaminifu Jibril. Juu ya moyo wako, juu ya moyo wako Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Qur'ani imekuja kwa moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Qur'ani chanzo chake imetoka kwa Mungu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu yakaja kwa malaika Jibril, yakaja sasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii Qur'ani imeteremka katika hii mwezi wa Ramadhani, tena katika usiku unaojulikana kama usiku wa Lailatul Qadr. Una mention I'm learning a lot. Sasa nimesikia ukimention Muhammad huyo mtume pia, unaweza kugusia huyo pia? I'm just learning. I usually hear with Muslim, usually hear them mention Muhammad. So pia unaweza mguzia kidogo? Asante sana. Muhammad nakuguzia kidogo ndio umuelewe, kwa sababu ndio mtume wako. 48:29 Qur'an. Hebu angalia Qur'an inamsema yeye ni nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza Muhammad ni mtume wa Mungu. Muhammad sio Mungu. Muhammad si mtoto wa Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Is a servant of God. Ni mtume wa Mungu. Ametumwa kwa ajili ya kuleta the message. He is a messenger. Is a messenger because is being sent with a message. So anakuwa messenger. Is a messenger. Analeta ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Unanielewa? Alafu anapoleta hii ujumbe haleti kwa Waarabu peke yao, analeta kwa kina nani? 21:107 Qur'ani. Muonyeshe. Unaona? Very simple.
ni watu ambao hawajaelezwa kuhusiana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio mtume. Piga fanusi ya iona. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaambiwa mitume waliotangulia kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja katika dunia. Kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Kila mmoja alikuwa anapelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu, na alikuwa anatumwa kwa taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Muhammad peke yake ndiye alipatiwa that opportunity ya kutumwa kwa ajili ya watu wote. That's why leo utapata Mkisii Muislamu, Mjaluo Muislamu, nani kabila yote utampata ni Muislamu. Yeah. Na the best of Muslim sio yule ambaye ni mweupe au mweusi, no. The best of Muslim tunaambiwa ni yule anayemcha Mungu zaidi. Yeah. Sasa yule anayefanya ibada zaidi namna Mwenyezi Mungu anavyoamrisha. Yeah, hatuangaliani na rangi wala nini. That's why the minister akifa ama waziri au mtu yoyote yule akifa anachukuliwa, anafungwa na kitambaa inaitwa sanda, anaenda anazikwa. Very simple burial. Hakuna mambo sijui ilete sijui no. Very simple burial. Ambayo inafanyika kwa minister ndio inafanyika kwa MP na ndio inafanyika kwa normal person like me. The same burial. Hakuna ati special kama you Christian minister akizikwa hata uwezi karibia hapo karibu na sanduku because the security is so tight. Naona sio hivyo. Islam inakuwa very simple, everything is very simple. Yeah. So I have learned by the way, naona kuna utofauti ya nini? Like kuna utofauti ya the religion of Islam na sasa kuna huyu Muislamu huyu. Yeah. Na pia umeniambia like mwanzo naona like unasema imetokana na Mungu alafu na huyo mwenye ametumwa huyo the messenger Jibril anamletea the messenger ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow. Na pia nimesikia ukimention nini? Torah. Yeah, Torah ilipewa Nabii Musa alayhi salam, who was a Muslim, our brother in Islam. Wow. Musa alikuwa ni Muislam. Thanks by the way pia pia tuko na nini? Tuko na the 10 commandments. Thank you. Pia alafu nimesikia umesema sisi hatuna 10 commandments, sisi tuna a lot of commandments. More than 1000 tuko nazo. Sheria za Mungu sio 10. Si 10. 10 ni kidogo. Sasa na sema katika mahali penye nimekuwa nikiwa tangu nikuwe mdogo nimekuwa katika Ukristo tuseme mpaka na kukua tu mpaka background, na nimekuwa tu nikijua ya kwamba sisi like nimekuwa nikisikia hata hiyo una mention like Abraham, I still know him, so at least sio kitu mgeni kama wenye una mention like pia umemention huyo Abraham like Musa. Tumefundishwa pia hata katika kitabu cha hata CRE pia tumefundishwa, so sio new wenye unanielezea hivyo, so at least na understand na Christian definition ya Christianity ni nini? Okay, Christianity okay, mimi naweza define tu na mimi mwenyewe like ilianza na let's say si tunakwanga followers like kama mimi I would say ni Christ Jesus ndio mimi nakwanga like I believe ni Christ Jesus. Nimekwambia hata kwa background yetu like is a follower, the followers of Christ like tunafaa sisi mimi malibe nimegrow huko tunafuata tabia yake. Tumesema kuna injili, so usually follow the behaviors of Christ, yani wale wanaamini kwa Yesu Kristo kama pia mwana wa Mungu like, so me I do believe that Christianity ni follower wa Christ Jesus na matendo yake. Sasa hapo ndio nataka nijue, when you mention like ni mwana wa Mungu, what do you mean by mwana wa Mungu? Mnamaanishanga nini? Because we as Muslim we believe Mungu hazai. Ndio tunamuita the creator of everything. Yeah, the creator of the universe. Sasa sisi tunajua Mungu ni muumbaji, hazai. Kinachozaa ni viumbe alivyoviumba. So nyinyi wakati mna mention mnasema Jesus Christ the Son of God. What do you mean by the Son of God? Okay, because we have Mariam ambaye alibeba mimba akasikia uchungu akajifungua. Then when mlikuja aje mkaconvert mkabadilisha, you change it ikawa tena Yesu tena ni mwana wa Mungu, si mwana wa Mariam ambaye Mariam ndiye alimnyonyesha, alimvalisha nini ya kitoto. Mnamaanishanga nini haswa? Okay, mimi I believe like Mariam nini wakufanya tendo lolote
la mapenzi, la kimapenzi na huyo Yusufu, huyo Joseph. They didn't do anything like tendo lolote la like nini ile inaitwa aje ya mapenzi, kukua katika nini ya mapenzi na Yusufu. Na huyu tu tunaamini hakukuwa binadamu wa kawaida. Sasa hapo kwa binadamu wa kawaida ndio nataka nijue. Mariamu hakufanya kitendo cha ndoa na nini na mwanaume, na Quran is very clear on that. Quran 3:45. Wacha kwanza tumsaidie katika Quran is very clear on that. Mariam did not hakufanya mambo yote na mwanaume, lakini aliconceive kwa uwezo wa Mungu. Sikiza inasemaje Quran? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariamu. Ndio huyo Mariamu anatajwa. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake na kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam. Tulia. So Qur'ani pia imetueleza the same story ambayo umetueleza kuwa Mariamu hakulala na mwanaume yote, lakini Mungu alimwambia zaa, akazaa pasina kuingiliwa. Lakini Qur'ani namalizia inatuambia huyu mtoto ataitwa Yesu, mtoto wa Mariamu. That's why we Muslim tuna believe ni miracle ambao Mungu alifanya kwa Mariam, lakini mtoto hawi wa Mungu kwa sababu Mungu ni muumbaji. So ule mtoto anakuwa ni kiumbe cha Mungu, lakini anakuwa ni mtoto wa Mariamu. Lakini hatuwezi kusema ni mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu akiwa na watoto, kesho yake atakuwa na wajukuu. Kwa sababu wale watoto nao watatamani tele baba yao alifanya, nao wafanye. So Mungu atapata wajukuu. Okay. Because most of things tuna follow, watu wengi wana follow babake alifanya hivi na yeye anafanya hivyo, unaona? So akiona kama babake aliweza kuzaa, sasa huyu mtoto naye wa Mungu si naye atazaa, atakuwa na mjukuu. Sasa Mungu atakuwa anaitwa babu. So sisi tunaamini Yesu sio mwana wa Mungu, lakini ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu na alikuwa nabii wa Mungu. Nothing ambao alifanya ambao haikufanywa na manabii wengine. Alifufua, manabii wengine walikuwa wanafufua kwa uwezo wa Mungu. Yeah. Alifunga siku 40, manabii wengine walifunga siku 40 kwa uwezo wa Mungu. Yeah. Alifanya miracle, alitembea kwa maji, manabii wengine walipasua maji ikawa njia wakapita katikati ya bahari. Hiyo yote ni uwezo wa Mungu because the miracles zinatoka kwa Mungu. These people are servant of God. Ni manabii wa Mungu. So wanapewa ile miujiza wanatekeleza, lakini si wao wanafanya, anayefanya ni Mungu kupitia wao. So Yesu alikuwa ni binadamu wa kawaida ndio akatahiri. Okay. Kweli hapo penye umesema ya kwamba Mungu hazai because is a almighty God. Yenyewe tukisema is almighty, yenyewe hapo that means uwezo wote na nguvu zote ambazo zimeshinda binadamu Kabisa. Ni zake. Si ni kweli? Umesema like Mungu hazai. Okay. Lakini anaumba. So kila kitu ni viumbe vyake. We are the creature of God. We are not the sons of God. We are the creature of God. Tuliumbwa na Mungu alivyotaka. Wewe akakuumba mwanaume huku andika barua, ni Mungu alitaka. Mimi akaniumba mwanaume, sikuandika barua, ni Mungu alitaka. Hata ile family ambayo wewe umezaliwa, haukuandika barua ya application ndio uzaliwe kwa hiyo family, wala katika ile lugha, yani kabila yako. Si wewe uliandika application uzaliwe huko, wala inchi huku andika application uzaliwe Kenya. Ni Mungu alitaka uzaliwe Kenya kwa uwezo wake, na hiyo uzaliwe kwa hiyo familia yenu, na uwe labda first born ama second born ama third born ama last born. Ni Mungu aliweka hiyo mikakati. So wewe ulijipata pale. Unaona? Lakini wewe ni kiumbe cha Mungu. Si mamako alikuwa anajua ati nitazaa kijana, hapana. Labda hata alikuwa anatarajia msichana lakini akazaa kijana. Okay. Kweli mimi sikuandika barua nizaliwe, nilijipata like kwamba nimezaliwa. Wow, so na naona ya kwamba kenye ilifanya Yesu Kristo atumwe ni kwa ajili ya madhambi. Na wakati ilionekana ya kwamba madhambi imekuwa mingi sana, ndio na yeye akamtuma, na alitumwa so that yeye pia katika mienendo yake, hata sio mienendo peke yake, pia alikuwa atolewe sadaka. Ilikuwa imeandikwa na manabii ya kwamba kutatumwa mtu, atatumwa katika tu laini hiyo ya Jacob, hiyo Moses, hivyo umetuambia mpaka Ibrahimu, hao wote. And so ametoka, si huyu mnasema huyu Yesu Kristo ametoka kwa lineage kabisa, hiyo tunakubali. Huyu ametoka kwa hiyo lineage, si ni kweli? Na kenye ilifanya like atumwe ni kwa sababu ya sin.
Sasa hii sin alitumwa alifanyia nini hii sin? So okay, what he did, alichukua shape ya human being, like he took the form of human being, ndio atest hata yeye like hii dhambi yenye binadamu pia anatesa, because angeweza kukuokoa kama angepita through the same sin, like pia yeye apitishiwe pia njia yenyewe pia like wewe umepitia, ndio aone dhambi venye iko, lakini iliandikwa yeye atakuja azae ama akuwe na generation, but atakuja for the purpose of sin, alafu akufe, alafu ule mwenye atamuamini akombolewe through hiyo maisha yake. Sasa Yesu alikuja akakufa, wewe ukimwamini anachukua dhambi yako. So if you believe in him, yeah, John 3:16 hiyo simple verse inasema, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whoever believe in him shall not perish but have eternal life. So it's me I believe the moment you believe eternal life ina nini kwako, alafu unazaliwa tena. Kuna ubatizo, umeshasikia ubatizo? Nasikia. Sasa unaposema unapozaliwa tena, yani ukimwamini Yesu, maana yake anabeba dhambi zako, wewe unakuwa huna dhambi. Sasa kenye kinafanyika ile ya kale yanapita, alafu mapya sasa. Ni gani ya kale? Kuna dhambi yoyote anakubebea kutoka kwako? Ndio. Gani? Dhambi gani? Wewe sasa kama wewe seme umedanganya, ama umevunja hiyo 10 commandments, ama umezini. Sasa ukizini unaamini Yesu anabeba hiyo dhambi ya zina. So ukimwamini unamwamini ya kwamba huyo alikufa juu ya hizi madhambi ambao wewe umetekeleza, umezini, Yesu naye anabeba hiyo dhambi. Lakini kama umegonjeka ukimwi, hawezi beba ukimwi. Okay, AIDS ni wewe pia, wewe matendo yako ndio imekufanya ukafika hapo kwa AIDS. Lakini si amebeba haya matendo mabaya, maana yake hata hii punishment ambayo nimepewa ya AIDS inafaa pia iondoke. Ni kweli. Sasa mbona wale wanamwamini Yesu bado ni wagonjwa ukimwi? Sijui nini, but mimi upande wangu wakati nilipoamini, najua kwamba alinibebea na madhambi yote, na mimi naamini kwamba mimi ni kiumbe kipya na ya kale kwangu yamepita. Sasa Biblia nayo inasema tofauti. Inasema Yesu hakuja kubebea watu dhambi. Inasema Yesu alikuja kufanyaje? Sikiza kitabu cha Mathayo. Muonyeshe hiyo Biblia. Mathayo 4:17. Hii ni gospel ambao watu wanasema wanahubiri katika church. Ambao gospel is a word, ukiangalia katika dictionary gospel wanasema ni good news, wanasema ni all good stories. Yeah. Sikiza inasemaje? 4:17. Inasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. So Biblia inasema Yesu alipokuja aliambia watu wa repent. Repentance. Sio mambo ya kuambia nimewabebea dhambi. No, you repent to your God. So ukifanya dhambi unatubu kwa Mungu kwa sababu umemkosea Mungu. Yesu hakufundisha ati ukifanya dhambi uniamini mimi Yesu nitakubebea dhambi. No. Hiyo ni mambo ambayo wanadamu wanafikiria ambao haiko. So the gospel ambayo Yesu alihubiri ni mambo ya repentance. Yesu hakuhubiri kwanza gospel, alihubiri kitu inaitwa injili. Injili ni injili, haina tafsiri. Unapata? Na Qur'ani ndio hiyo inatuambia when you do any sin inafaa urudi kwa Mungu uombe msamaha kwa Mungu. Qur'ani 39:53. So nyinyi mnafaa kurepent, sio mambo ya kusema umebebewa dhambi. Yeye inaweza ongezea hapo like before you repent, uwezi repent on someone you have not heard of. Si ni kweli? Una repent kwa God, not from kwa Jesus. Kwa sababu Jesus is just a messenger also. Yeah, it's just a messenger. Alipewa message na Mungu aletee watu. So it's just a messenger. Anatuambia tukitaka kurepent tuna repent kwa God ambaye alimtuma. Because sheria sio za Yesu, sheria ni za Mungu. So inafaa ukivunja sheria umemkasirisha Mungu, inafaa una repent kwa Mungu, sio kwa huyu aliyetumwa. No. Yeah. So what about the Bible, hiyo part ya verse inasema in the beginning there was the word. Ushawesikia hiyo? And the word was with God and the word was God. Takuonyesha John 1:1. Wacha nikumalizie hii. Ndakuendea hiyo. Hebu sikia hii ya kurepent kwanza. Maana hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, enyi waja wangu mliojidhulumu nafsi zenu. Hii ni Qur'ani. Qur'ani pia inatuambia tukidhulumu nafsi zetu tufanyeje?
Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Tusikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Bila shaka Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. God ndiye anasamehe dhambi zote. Maadamu utafanyaje? Malizia. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Na rejeeni kwa Mola wenu na mnyenyekee kwake kabla kukujieni adhabu kisha mtanusuriwa. Unasikia? Unarejea kwa Mungu, unaomba repentance kwa Mungu. Okay, naweza add on asante pia. Pia in the same Bible tunasema is just and merciful. Like it's just and merciful to forgive. If you repent like una repent kwa Mungu, lakini sio kusema umebebewa na Yesu dhambi, hapana. Because each and every person ataulizwa kwa makosa aliyoyafanya. Sio ati utaamda kusema uambie Mungu ati Yesu alibeba. No. Yesu anasema kila mtu ataulizwa dhambi zake mwenyewe. Yeye amekuja kukupatia the formula ambayo inatakana kufanyika. Wewe ukifanya dhambi, muombe Mwenyezi Mungu, Mungu akusamehe na uachane na hizo dhambi. Lakini sio usubiri ati Yesu akubebee dhambi wakati wewe unafanya dhambi, hiyo hakuna. Na ndio mkimaliza church service, kabla mjamalizia zaidi, manake nilikuwa one of the Christianity, nikatoka nikawa Muislamu. Zamani wanasema na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Bwana, siku hiyo inakuja. It's not just a song, kwa sababu ni verse katika Wagalatia 5:6. Inasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe siku ya mwisho, because you will be asked. Wewe ndio utaulizwa kwa yale, utakuwa accountable kwa yale uliyoyafanya. So sio kusema ati Yesu alikubebea. No, Yesu alikuja kukuteach mambo ya Mungu, sio kubeba dhambi za mtu. I do support you that kweli alikuja kufundisha mambo ya Mungu, lakini sio kubeba dhambi za mtu. Na mienendo mizuri. Na mienendo pia. Mizuri. So then niko na swali tu. Like unawezaje repent kama hujabelieve? Usipoelezewa kwamba Yesu ndio alikuja na hiyo message ya repentance, hiyo utarepent aje kama huja first believe? Asante sana. It's not only Jesus alikuja na hiyo message ya repentance. Every prophet, every messenger wa Mungu alikuja na hiyo repentance. Remember somebody called Jonah? Jonah alikuwa ametumwa katika Ninawi na samaki. Alikuwa ametumwa kuambia wale watu walipent. Wasiporepent wanakuwa perish. Sasa Yona akaogopa kwenda, ndio akawekwa kwa nini, akaingizwa kwa nini, alafu akaenda tena akarudishwa kule kule. Alipoenda akawaambia mlipent kwa sababu nyinyi Mungu atawaangamiza. Alikuja Noah. Kama unajua kisa ya Noah alipoambia watu walipent walikataa, ndio maji ikaja ikajaa. So hata tukija kwa Ruth ambao ni Ibrahimu, wakati wa Ruth watu wanafanya the sodomy, wanafanya sodomizing, mambo hiyo ya nini, Gomora. Aliwaambia walipent wakakataa, walipokataa ndio Mungu akaleta adhabu. So each and every prophet, their message ni kurepent. Kurepent. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati amekuja, the message aliyokuja nayo ni kurepent. Turepent na sisi. Ukifanya dhambi unarepent kwa Mungu. Lakini the Christianity ambayo imekuwa formatted ama imeformiwa na watu wanaitwa Italiano na nini, waliform ya kuja kuwaweka watu wawe kama zuzu, like zombies. Yani you can do anything but just believe Jesus amebeba. So hawataki ufanye the follow up na nini, wala katika ibada hawataki wewe ufanye. Wewe unaenda tu unafanya hivi, lakini katika ile iliyoletwa haswa lazima ufuatilie na uende na mwenendo inavyotakana. Lazima uombe tauba na uwe Muislamu. Another thing, because if you are not a Muslim, na Waislamu peke yao ndio wanawafunza watu maneno mingi kuhusiana na dini. I have learned a lot. Hata sijui but sasa nitaenda, yani niko sasa umenipea a lot na bado niendelee kuangalia zaidi. Sasa umenielimisha mambo 2-3 No problem. Wewe fanya your own research, na ukipata any question unaweza tupata hapa ukatuuliza, na hii nayo iko namna gani, ndio hiyo. Lakini kuwa Muislamu ni free wakati wote. Ukitaka kuwa Muislamu unaweza enda kwa msikiti yote, unaweza kuwa Muislamu. It's very simple kuwa Muislamu. Hakuna membership, hakuna nini, ni kuamini tu ukweli na unakuwa Muislamu. So but nimeona kumbe you do believe there was someone called Jesus.
In Islam lazima uamini Yesu kwa sababu ni Muislamu ndugu yetu. Alikuwa akienda msikiti wa Baitul Muqaddas Palestina. Msikiti aliyokuwa anaenda tunajua. Mamake Mariamu msikiti aliyokuwa anaenda tunajua. So ni Muislamu. Yeah. Ni venye nyinyi mnafunzwa ati Waislamu ni wapinga Kristo. Yeah. Yaani nyinyi mnawekwa vitu katika akili zenu ambao ni uongo. Yeah. Mkija on the field mnapata sio hivyo. Yeah. We believe in all prophets. Hakuna prophet hata mmoja sisi tunamuondoa. From Moses wote tunawaamini mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu Kristo unaamini pia? Unaamini nabii wa Mungu. Mtoto wa manabii Yesu Kristo. Ametoka katika hiyo lineage ya manabii. Tunamkubali sana. Muislamu ndugu yetu, tena alikuwa akiswalisha na akirudi anarudi akiwa Muislamu venye tu aliondoka akiwa Muislamu. Swali ya mwisho sasa. Lete hiyo ya mwisho. Swali ya mwisho. Mnaona ya kwamba kuna the second coming of Jesus, ya kwamba Yesu Kristo atakuja? Swali nzuri sana. 43:68 Qur'an. Wewe acha nikuonyeshe kwa Qur'ani 43:68 43:61 Qur'an. 43:61 Qur'an kama sijakosea. Sawa. Muonyeshe vizuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni. Hii ndio njia iliyonyooka. Unasikia, yeye kurudi kwake Nabii Isa ibn Maryam wakati tutamuona tujue ni alama ya kiyama kuwa kimeanza kutukaribia, na tusikifanyie shaka kiyama na tumfuate bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote tunawaamini, lakini sisi wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wote Waislamu, Musa, Ibrahimu, nani wote. So anarudi, na akirudi kwanza anakuja kuvunja misalaba because people walimwekelea kuwa aliwekwa juu ya msalaba juu ya dhambi zao. Anawaambia no, hii ni kitu mlifundishwa ambao haiko. Anaondoa hizo. Pili, anawaonyesha ukweli namna ulivyo, na kuna baadhi ya watu watamwamini na kuna wale watakataa, kwa sababu hiyo ndio desturi ya kawaida. So nimefurahia that pia umesema it's not about slavery. Umesema sio ati ati ni mtu amewekwa ati kona moja ukaambiwa ati sasa mahali huko sasa ni hapa. Hapana, naweza kaita mseme Mkristo anaweza ita Muislamu wakae chini pia wa reason. Mwambie okay, pia wewe ndio Qur'an natueleza. Ndio hiyo ndio sasa nisikie pia wewe na wewe uko na mawazo gani? Na mimi tuwaze pamoja hiyo, like umeiona kwa Nabii Isaya. Njoo tusemezane 1:18 Isaya. Sasa the point. Na Qur'ani pia inatuambia tuwaite watu tuzungumze maneno ya Mungu, lakini inatupatia Qur'ani inatupatia instruction ya kuita watu 16:25. Hebu sikiza hiyo moja. Qur'ani imetupa vitu, sikiza inatuambiaje tuwaita watu 16:25. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sikiza inasemaje? Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waita watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mema. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Sio kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao. Unasikia, Qur'ani imetukataza ukiita mtu usimtukane wala usitukane dini yake, but muelimishane. Tena ina wisdom way. Kwa njia nzuri ya kuelimishana. That's what we are doing. Unaita mtu, mna reason pamoja, yeye akipenda anakuwa Muislamu, asipotaka wewe unamwachilia mbali kwa sababu decision ni yake. Sasa kwa hivyo ni dhamira, hata si dhamira, itongaje, conscience ni tango aje. Kwa hivyo ni wakati tuna reason ndio wakati labda conscience, ama wakati unaona ya kwamba kweli huyu mawazo yake ni mawazo sahihi. Sasa tunaenenda na mawazo sasa yenye tumeona. Wewe ukikubali unakuwa Muislamu, lakini ulazimishwi na. Kwa hivyo there is no any compulsion in the religion. Yani hakuna mtu anakuforce kuwe hiyo dini. Ni wewe mapenzi yako. Na it is not slavery. Dini sio slavery. Na ndio nakwambia you must read the religion, usiwe katika slavery. Because most of Christianity, mimi naona wanaingia katika slavery. Because most of Christianity they believe everything ambao pastor amesema. Pastor anaweza kuja, haleluya, jana nilionana na Yesu akanipatia hii maji, na kila atakayechukua hii maji maisha yake ni mazuri. Somebody say haleluya. Kila mtu anasema haleluya. Na you buy the water ambayo imetoka kwa mfereji hapo unanunua 100,000 ama 1,000. Is making money kwa kuwastua. Mwingine anauza misumari, mwingine anakuambia naosha nyota. Mimi naongeanga na Mungu naosha nyota. Kuja nikuoshee nyota. How can you clean a star of someone?
Hii yote inakuwa ni slavery, watu wamewekwa katika religion, na ndio unaona Shakahola ilitokea kwa sababu watu wako katika slavery ya religion, walienda wakafunga ati mpaka wamuone Yesu, which is not there katika maandiko, mpaka the government ikaingilia. So you must be wise. Wakati unafuata religion lazima usome. That's why mtu akisilimu tunamwambia lazima usome Uislamu ndio ujue. Okay. Asante pia, thanks for afadhali pia, asante pia kwa mwelekezo. Umesema ya kwamba ni vizuri pia tunapopatiwa mwelekeo okay, sijui match, najua kidogo, lakini nimeelewa ya kwamba pia ukitaka kupatiwa mwelekeo wa neno, kuna watu ambao wamepatiwa hiyo elimu. Kama wewe venye unapatiana hiyo elimu hivi, ni kumaanisha basi tunatakikana tuangalie walio juu yetu, waliopatiwa elimu hiyo. Lakini sio kudirect tu, ni usome na wewe. Yeah, because akikwambia kitu unamuuliza umetoa wapi? Wala kama wengine wanazunguka huko, nafufua wafu, naponya viwete, nafanya hivi, lakini hatujaona wakiponya watu wako katika hospitali wala wapi. No, lazima una reason. Huyu mtu vyenye ananiambia hii ni kitu ya ukweli. Kama hao wanasema hapa Kenya sisi tunafufua watu, amefariki opposition leader hapa Kenya, uliona mtu anaenda kumfufua pale? Wow. Na si wanasemanga wanafufua wafu. So hiyo imekuwa mkwambia. So lazima pia uangalie, usiwe blinded na religion. So ile kitu inatakana ni ukiwa Muislamu unasoma Uislamu ndio unaujua. Yeah, you understand what you are following. Usifuate kitu blindly. Hiyo ndio tunakataza watu. Hata katika Uislamu lazima ukikuwa Muislamu usome. Doesn't matter the age. Unasoma pole. Swali ya mwisho sasa. Leta hiyo swali. About umesema unaweza pata like unasikia saa another one anapeana mwelekeo kulingana na Biblia, lakini wewe umeona imekuwa ni tofauti. Juu wewe kulingana na wewe unaona kuna utofauti. Sasa unaamini ya kwamba kuna mtu anaweza tumwa, kunaweza kuwa kumetumwa ya kwamba kuna pale unto us wakatumwa pia ma apostles, prophets. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza tuma pia like the servants venye unaona kuna watumishi nini, unaamini ya kwamba pia kuna servants like God anaweza tuma servants? Sahi hakuna, kwa sababu wa mwisho alitumwa 33:40 Qur'an. Muonyeshe wa mwisho asatumwa. So sahi hakuna nabii mwingine. Nabii wa mwisho asatumwa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahi ukisikia mtu anasema mimi ni nabii, mimi ni hivi, ujue huyu ni njaa inamsumbua. It's just a hunger. Akona njaa tu inamsumbua. Kwa sababu kwanza qualifications za kuwa a prophet hauendi shule ya mtu yoyote, lakini maprofet ambao tuko nao hapa wanajiita prophet ni watu wamesomea hapa ma university. So ni mtu ameenda, mwingine alikuwa na changanya potassium manganate na nini, inatoa the color red of reddish, anasema ni damu inatoka kwa nini. Hiyo ni chemist, mtu anasoma tu anajua venye inachanganywa potassium manganate. Unajua ukichanganya na maji itatoa reddish. Sasa anakuambia unaona damu inatoka, because some people sio wasomi, wako soma shule, hajui kuna kitu inachanganywa inakuwa damu, inakuwa kama damu reddish, unaona, inaitwa potassium manganate. So ni watu wanatumia ujanja. Sikiza sasa, nabii wa mwisho ametumwa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad si baba yote katika wanaume wenu. Asante. Bali yeye ni mtume wa Mungu. Na mwisho wa mitume. Unasikia? So Muhammad is the final messenger. There is no another messenger ambaye anatumwa na Mungu duniani. That's why unasikia anayerudi ni Nabii Isa ibn Maryam. Sio kutumwa, ni kurudi, anarudi kwa sababu alikuwa kuna mission anakuja kumalizia. But the final messenger ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yeyote anayejiita nabii muongo na anafaa kuchukuliwa hatua kwa sababu anachezea maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona hata wakati ilikuja corona wote walikuwa hakuna kitu wanajua na walifunguliwa, hizo vitu yao ilifungiwa mbali. Okay, umefanya vizuri pia, at least umeni equip na understanding kidogo ya Muslim. At next time nikipatana na Muislamu naelewa what it is about. At least nikipatana na yeye naweza understand, niko na a bit of understanding. Alafu ingine nilikuwa na kuchanua ya mwisho. Ukitaka kujua hawa manabii wanajiita manabii ni feki, wanakuja kuperform miracle. Kwa mfano hapa Jakaranda wanasema tunaponya vipofu, tunaponya viwete. Nani kipofu? Analetwa vipofu wawili hivi, anakuja hivi, mimi ni kipofu, anaambiwa in the name of Jesus, pokea. Unaona amefungua macho, anaambiwa unaona, anaambiwa
Hii kara ni gani? Anasema hii ni green, bright green. Sasa mtu ambaye amezaliwa hajaiona amejuaje hii ni bright green? Wakati mimi na wewe tulichapwa viboko ujue tofauti ya green na bright green, na tulikuwa na macho my friend. So afala takiru na mfikirie hata hii sasa. Okay, hata nimefurahia umesema about kuna bado nini. Okay, na mimi sasa utasema aje, because my place nimegrow pia nimegrow kwa mchungaji. Na ndio nimegrow kwa mchungaji na ndio amenipatia mwelekeo since I was a child. Nimefundishwa na sasa, na mimi utanielezea aje? Sababu mimi sitakuelezea. Si wewe umesema umefunzwa na mchungaji? Wacha Biblia ikueleze alikufunza nini. 56 Yeremia. Sikiza, Biblia inasema kama ni mchungaji alikufunza, amekufunza nini? Unajua mimi nikikuelekeza utasema labda na chuki na mchungaji. Lakini Biblia ikikueleza itakueleza vizuri. 56 Yeremia. Huyu kafunzwa na mchungaji. Sikiza Mungu anasemaje? Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Biblia inasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Kwa nini? Wachungaji wao wamewapoteza. Ala, kumbe Biblia inasema mchungaji alikupotea. Wow, so sio mimi, ni Biblia ndio inasema mchungaji kazi yake kukupoteza. Na sababu tuna nini, tuna reason pamoja. Nimesikia like maneno mingi sana, nimesikia maneno mingi na wewe, zingine nitalan. No problem, wewe enda usome polepole. With time nitakuwa nikizi compare na angalia. No problem, wewe enda fanya research yako na uwe humble pole tu na usiwe na haraka. Piga research yako, ukiwa na swali tupate hapa, sawa? Sawa. Karibu sana. But a Muslim is a person anaweza kosea. A believer anaweza kosea. Lakini Islam haiwezi kosea. Islam is perfect 100%. Sasa lakini a believer anakosea. So kwa hivyo pia okay, niko na swali sasa ya mwisho kabisa. Leta. Nimesikia kutaja pia kuna mambo ya moto na kuna mambo hiyo wakati wa mwisho pia hiyo iko. Sasa last question. Ni kumaanisha there is hell na kuna huko hell huko na kuna mbingu. Asante. Kwamba kuna hell na kuna nini? Asante. Swali nzuri sana. Simama hivi ndio nikuonyeshe kabisa. Kuna kitu sisi hatuamini mnavyoamini. Sisi tunaamini kuna hell ndio, lakini hiyo moto anaenda kuadhibu watu ni Mungu, sio shetani. I do support that God ndio. But tukiwa wadogo tukifunzwa kanisani vitu mingi tulikuwa tunaambiwa ukifanya vibaya utaenda kwa shetani. Hakuna sehemu inaitwa kwa shetani, sehemu yote ni kwa Mungu. Mtu mbaya, mtu mzuri anarudi kwa Mungu. Sasa wale waovu Mungu atawaweka katika moto wa Jahannam, ni sehemu ambayo atawaadhibu. Yeye Mungu ndiye atawaadhibu kupitia malaika wake. So wale wako motoni watakaochoma watu ni malaika wa Mwenyezi Mungu kwa amri ya Mungu, kwa sababu moto ni ya Mungu na paradise ni ya Mungu. Sisi Waislamu tunaenda paradise, wale watakaofanya vizuri. 40 Qur'an. Sikiza, I support you na paradiso. Paradiso, I support you, there is paradise. Kuna paradise. But huwezi kuingia hivi, lazima ufanye hivi. Sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Afanye ubaya hata alipo ila sawa na huo uovu wake. Asante. Na afanye wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. So wewe kama ni Muislamu lakini ulifanya vitendo vibaya utalipwa sawa na uovu wako, lakini kama ulifanya vitendo vizuri Mungu atakuliwadi kukuingiza paradise. Na paradise hatuendi ati kufanya tena ibada na nini, hapana. Paradise tunaenda kupata mshahara. Mshahara maana yake tunakuwa rewarded. Duniani tulikuja tukafanya ibada, wewe umefaulu, umefunzu. Sasa kufunzu ni kula matunda, kula nini, kufanya sasa kupumzika yani. Umenifurahisha kusikia that kumbe there is also Torah. Torah ni kitabu ambao alipewa Musa na kuna Zaburi. Zaburi pia ilipatiwa Daud alayhi salam. Na wote walikuwa Waislamu. Because Mungu ni mmoja, hawezi peana njia mbili. Njia ni moja ya Uislamu. Na pia second coming, na pia mmesema pia nakubali, kwa sababu Muislamu ndugu yetu ndiye anarudi, anaitwa Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Maryam. Na Injili pia nimeona, pia nimesikia ukitaja Injili, yani yote tunakubali. Umekuwa interested sana. So karibu sana. Karibu sana katika Uislamu, which is very simple. Uislamu hakuna uzito. Very simple in Islam.
Imagine katika Islam unaweza ingia kwa mosque, imamu akachelewa, kijana mdogo wa 12 years nini 10 years anasukumwa ndio aongoze watu katika ibada. Yeah. Na the best of Islam, hata imam akikosea one verse katika Quran anarekebishwa na maamuma. Yeah. Katika Uislamu sio kwamba ati ukiwa imamu sasa wewe ndio overall boss kila kitu. Like you amwezi kwenda kurekebisha mchungaji. Akisema amesema, utafukuzwa kwa sababu kanisa ni yake, ameweka picha yake na ya bibi yake. Mosque wewe tafuta mosque imewekwa picha ya imamu na bibi yake, uje uniambie iko wapi. You cannot find. Kwa sababu nyumba ya Mungu huwezi kwenda picha yako na mke wako huko. Lakini church ni entity ya mtu ndio anaita ministry. Karibu sana. Ubarikiwe sana. Sawa. Anytime tume reason pamoja. At least reasoning ni mzuri. Ni mzuri zaidi, ndio nilikwambia. Watu wanafungua akili. Sio muongee tu siasa pamoja, lakini ati mambo ya Mungu hamwezi kuongea pamoja. Hiyo ni utenganisho, tulitenganishwa ili watu wasije wakajua ukweli. So karibu sana. Nikuje na reasoning yangu. Enda ukuje hata kesho na reasoning yako na your verses, na mwingine ukuje naye ulete, tuendelee mbele. Karibu sana, na utatupata katika Salama Dawa TV. Salamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Muislamu ama Mkristo? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Mimi naitwa Salim. Wewe? James. James. Jina kubwa tena hilo James bana. Mashaallah. Hebu injika swali tulisikie. Swali langu aswa italingana katika sehemu ya uumbaji wa Mungu. Wakati Mungu alipokuwa anaumba, aliumba kwa siku 6, akapumzika siku ya 7. Na katika itikadi ya kuabudu, Wakristo huwa wanaabudu Jumapili, kuna wanaabudu Jumamosi, kuna wanaabudu Ijumaa, haswa Waislamu. Sasa mimi nataka unifafanulie vizuri ni siku gani ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alipumzika kwa hizo siku, ndiposa mkaitenga kwamba Ijumaa ndio siku Mwenyezi Mungu alipumzika. Kwanza sisi katika Uislamu tunaambiwa Mwenyezi Mungu hakuchoka wala hakuzinzia. So Mungu hawajawahi pumzika. There is no any single verse katika Qur'ani inasema Mungu amepumzika. Kwa sababu Mungu akipumzika, viumbe nani atawashughulikia? So Mungu hakuchoka. Pili, sisi hatuabudu Ijumaa. Hiyo ni fikra ya watu ambao si Waislamu ndio wanadhania hivyo. Muislamu ni wajibu kuabudu sala 5 kila siku. Kila siku sala 5. Ukiona Muislamu anayabudu Ijumaa peke yake, ana matatizo, anafaa kupewa dawa. Yaani anafaa kufunzwa. Uislamu sio kuabudu Ijumaa. Uislamu ni kuabudu kila siku ya Mungu. Maadamu umeamka, lazima utekeleze sala 5. Ni wajibu. Wajibu maana yake ni kitu cha ulazima. So sisi Mungu hakuchoka, hakupumzika. So sisi tulipewa ahadi ya kufanya ibada kila siku, sio siku moja. Sasa ukisema hivyo, na sasa upande wa Biblia tunaambia kwamba katika uumbaji siku ya 6 akapumzika baada ya kuumba binadamu, akapumzika siku ya 7. Basi vile vile ikatengwa basi siku ya 7 binadamu pia apumzike. Na kule kupumzika ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa nyinyi mfano katika dini ya Kiislamu sisi huona wakikusanyika kila Ijumaa. Sisi hujua wanaenda kuabudu. Wewe hapa unatofautisha tofauti kwamba kwa wanaabudu mara 3. Mara 5 kwa siku. Hebu nifafanulie, mbona huwa mnakutana kila Ijumaa? Mbona msikutane hata Jumatano hivi? Labda ni wewe hujatuona, tunapatana kila siku kwa msikiti mara 5 kwa siku. Ila Ijumaa imefanywa ni Idi ndogo. Idi ndogo maana yake kuna hutuba inafanywa. Na Ijumaa tunaswali sala 5. So si ati tunapatana tu Ijumaa, tunapatana kila wakati mara 5, 24 36 Qur'an. Na Mungu wetu hachoki. So hakupumzika. Sikiza. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waonekane kwa kuswali nyakati 5. Sisi tunaambiwa tuonekane kwa kuswali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Yaani misikiti. Unasikia? Misikiti tunapatikana mara 5. Leo tumetoka msikitini na ikifika saa 12:45 tunaenda msikitini. So kila siku tuko msikitini. Ijumaa pia tuko msikitini. Ijumaa ni idi ndogo katika Uislamu. Lakini hakuna katika tarehe watu wanaambiwa ati wafanye ibada Ijumaa peke yake. Hakuna.
Hiyo ikipatikana itakuwa ni mpya, kwa sababu Muislamu ni kila wajibu kwa kila siku kuabudu. Jumapili tuko msikitini mara 5, Jumamosi tuko msikitini mara 5, Monday tuko msikitini mara 5. Kila siku si tuko. Na kama uishi karibu na msikiti, jaribu kuenda mahali kuna msikiti uone. Hata leo, hebu enda saa 2 msikitini, area kuna msikiti, utasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Watu unaona wameanza kutoka kwa manyumba wanaingia kwa msikiti. Safi. Lakini sasa kulingana na dini ya Kiislamu, binadamu aliumbwa na Mungu, na kama aliumbwa na Mungu, ni wapi katika kitabu yenu ya Qur'ani inaelezea mpangilio ya uombaji? Kwa sababu kila kitu kilipangwa na Mwenyezi Mungu. Mimi nataka itikadi ile vilivyo Mungu vile alivyopanga katika Qur'ani, venye Mungu amemuumba uumbaji wake, amemuumba mwanadamu na kadhalika, sababu sinaambiwa alianzia kitu fulani fulani mpaka akafikia kwa binadamu. Sisi hiyo utaratibu huko, kila kitu Mungu amekiweka katika nyanja yake. Kwa mfano 23:6 niangalilie kama nitaipata. Tumemuumba mwanadamu kutokana na 20 ngapi? Ama turudi tu katika Sura Bakara 2:30 ama 7 nianzie 13 nadhani. Pate vizuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Naam. 13. Naam. Na kwa hakika tuanzie 10. Na kwa hakika tumekukamilishieni katika ardhi na tumekuwekeni humo vitu vyote vinavyohitajia maisha yenu. Ni shukrani chache tu mnayoshukuru. Basi amshukuru chochote. Na kwa hakika tulikuumbeni, kisha tukakutieni sura, kisha tukawaambia malaika msujudieni Adam, basi wakasujudu isipokuwa Ibilisi. Tulia. So Mungu anatuambia alituumba kisha akatutia sura. So sisi ni viumbe wa Mungu. Alafu akaamuru kwamba msujudie Adamu. Akawaambia malaika wamsujudie Adam. Kwa nini malaika waliambiwa msujudie Adam? Kwa sababu Adam alifanywaje? Msomee ndio aelewe. Basi wakasujudu isipokuwa Ibilisi yako miongoni mwa waliosujudu. Mwenyezi Mungu akasema, ni nini kilichokuzuia kumsujudia nilipokuamrisha? Akasema, mimi ni bora kuliko yeye. Mimi umeniumba kwa moto, naye umemuumba kwa udongo. Akasema Mwenyezi Mungu, basi shuka huko. Tulia. So Adam alipoumbwa, Mungu alimpa elimu kuliko viumbe vyote. So hii sijida ilikuwa ni kumwadhimisha, kumuheshimu Adam kwa sababu ya ile elimu aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Maanake mwanadamu ameumbwa katika umbile ambao ni nzuri, kisha Mungu amempa elimu kubwa sana huyu mwanadamu. Isipokuwa wale ambao wanaenda wanajisahau, wanarudi chini kuliko chini ya wanyama. So sisi na purpose ya kuumbwa, tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Hatujaumbwa kwa sababu ya purpose nyingine. Kama ni hivyo basi, mimi naona kama mnaunga mipaka fulani ambapo kwamba mnazuia hata Wakristo wasije wakafanya. Mfano, unakuta kama msichana unasikia haizi olewa katika dini ya Kikristo. Aswa nini huwa mnazingatia ndio mseme hivyo? Qur'ani 2:121. Qur'ani 2:221. Muangalie mizingiti gani na angaliwa. Litasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Wala usiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Teremka. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Teremka. Hata ingawa kakupendezeni. Wala msiwaoze wanaume washirikina, wanawake Waislamu mpaka waamini.
Kwanza tumekatazwa kuwaoza wanawake wa Kiislamu kwa washirikina. Washirikina ni wale wanaosema Mungu ni wawili, Mungu ni watatu, Mungu ana mtoto, kwa sababu wamemshirikisha Mwenyezi Mungu. Pili, ndoa ni ibada. Sasa ndoa ikiwa ni ibada, kama ni Muislamu inafaa inafungwa katika sheria ya Kiislamu. Sasa wewe ni Mkristo, umependa binti wa Kiislamu, nani atashikanisha hiyo ndoa? Na wewe utatamka maneno gani wakati wewe imani yako si ya Kiislamu? Wakati ukioa mwanamke Muislamu, wewe mkiwa kwa nyumba labda saa 8 saa 9 ya usiku, unaona anaamka anaenda, kumbe ameenda kufanya ibada, kwa sababu Waislamu kuna ibada wanafanya usiku. Wewe utadhani umeoa mtu ambaye haeleweki, anaenda kuanga. Labda utadhani ni mwanga anaenda kukimbia usiku, kumbe haendi kukimbia, anaenda kusali. So lazima Muislamu aolewe na Muislamu, kwa sababu ndoa ni katika ibada. Na ndio tunaambiwa tusiwaoze washirikina, watu wanaosema Mungu ni wawili au watatu au wanne, au mtu kama wewe unaabudu siku moja kwa wiki. Sasa wajua, kama wasema kwamba ati msiwaoze washirikina, yani ina maana kwamba nyinyi maona kama Wakristo ni washirikina upande wenu. Mfano sio kuona Wakristo wanamshirikisha Mungu. Washirikina inatokana na neno kushirikisha. Kwa mfano, wewe unasema Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio unaona hapo sasa umemshirikisha Mungu. Umemshirikisha Mungu kuwa ako na mtoto, wakati Mungu hahitaji mtoto. Mungu ameumba viumbe, so inaingia katika ushirikina, umemshirikisha Mungu. Lakini sote binadamu, mbona tusiungane pamoja? Na ndio tunaungana, tunakwambia njoo uwe Muislamu, kwa sababu ndio njia yetu sisi zote ambao hatutamshirikisha Mungu na chochote. Sasa kuungana kwetu ni mpaka tuunganishwe na kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ambao hakuna kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Unaamini Mungu ni moja na hakuna kuongeza nini wala kingine, na unaamini Muhammad mtume wa Mungu, Yesu mtume wa Mungu, Musa mtume wa Mungu. Tunashirikiana, inakuwa ni society moja ambao ni very humble. Wewe ukitoka hapo unaingia hii msikiti, unaingia hii msikiti, lakini Wakristo wenyewe hamjaungana, kwa sababu wewe ukienda Katoliki huwezi enda SDA. Najua umesema tunasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ambao kwamba tunashirikisha mwana na Mungu. Hiyo ni ushirikina. Haya, wewe nao umesema aje kwamba mnashirikisha Muhammad? Umesema Muhammad. Nimekuambia kalima ya la ilaha. Umeishi sijui imeida na nane hapo. Nimesema tunaamini kalima ya la ilaha illa Allah, kwamba Mungu ni mmoja peke yake na Muhammad ni mtume wa Mungu. Hatujamshirikisha na Mungu, yeye ni mtume wa Mungu, katumwa na Mungu. Venye Yesu alitumwa na Mungu, venye Musa alitumwa na Mungu, hawa ni mitume wa Mungu. Isa ni nani katika sehemu yenu? Isa ni nani? Qur'ani 3:45. Tumuonyeshe Isa ni nani. Pole pole tu. 3:45. Pole pole kijana. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kumbukeni uliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Asante. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Asante. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera. 49. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Isa ni mtume tena kwa wana wa Israeli, ndio nyinyi mkambadilisha mkamuita Jesus. So na amezaliwa na mama yake anaitwa Mariam, ambaye hakuwa na mwanaume, ni mimba alipata kwa uwezo wa Mungu, njia ya kimiujiza. Lakini kadhia yake ama kazi yake ni mtume kwa wana wa Israeli, hauhusiani na Wakenya. Lakini ni Muislamu ndugu yetu, ndio tunahusiana katika undugu ya Uislamu. Atuko sisemi kwamba tunahusiana kikenya ama kiinji. Mimi nasema kuhusiana katika kidini. Ni Muislamu. Isa ni Muislamu. Yesu Kristo ni Muislamu. Yesu Kristo Muislamu. Tena imamu msikitini. Hayo ni maandiko yenu kulingana. Sio maandiko yetu, Biblia pia inaunga mkono. Wapi? Wapi? Biblia 4:16 Luka. Tumuonyeshe tu pole pole. Unajua vitu vinataka mpola. Sikiza habari. 4:16. Anataka aone wapi kabisa sasa. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Asante. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Anza 14 asiseme hajulikani nani anazungumziwa habari zake. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Hebu msikize, ni Yesu huyo tena anarudi na nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato
akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. So desturi yake tunaambiwa alikuwa anaenda katika sinagogi, tena akiongozwa na Roho wa Mungu. So unajua katika zile enzi sinagogi ndio inatambulika kama sahi kanisa. Oh, so sinagogi inatambulika kama kanisa. Kwa enzi sasa hii. Kwa sababu zile siku hawako wanaita kanisa. Asante. Wacha tuulize Biblia, hii sinagogi kwa enzi hii tunaitambua kama nini? Muonyeshe hapo nyuma. Waandishi wa Biblia hawakuacha. Oh, sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe wafasiri wa Biblia wametuambia hii sinagogi isiwapatie shida. Enzi hizi inaitwa msikiti. Hii mic mbona inaanza kunyamaza kufanya? Sijui kama inafanya Nasema hivi, wewe umetuambia enzi hizo ilikuwa inaitwa sinagogi, saa hii ni kanisa. Lakini waandishi wa Biblia wakatuambia hapana, enzi hizi hiyo sinagogi ndio msikiti. Unajua waandishi, mfano waandishi walipoandika mambo ya Mungu, kuna wale walikuwa wamejaza na Roho Mtakatifu. Sasa katika upande wa Ukristo. Sasa na hii ni Biblia. So nyinyi katika imani yenu, hao walioandika Biblia, imani yenu munaamini waliongozwa na Roho wa nani? Waliandika na Biblia, waliongozwa na Roho Mtakatifu, Roho ya Mungu. Huyo Roho wa Mungu akawaongoza, akawaambia sinagogi ni nini? Sasa ukiona wameleta aya hii ni tafsiri na imetafsiriwa na watu wasai kusema kwamba the meanings of some names. Yeah, kwa sababu pia wakitafsiri ukienda direct unaona unaweza pata kwamba sinagogi hata ukienda labda kwa kamusi unakuta labda iko na maana tofauti na. So wewe unaamini kamusi ambao si watu waliandika wakiongozwa na Roho wa Mungu, na Biblia ambayo umetuambia iliandikwa na watu wameongozwa na Roho wa Mungu kulingana na imani yako, unasema haifai? So unaambia watu hapana, hilo ni yako tu. Sijasema kwamba haifai. Kama inafaa tuachane na kamusi ya watu, tufuate hii umesema imeandikwa na watu wakiongozwa na Roho wa Mungu kulingana na imani yako. Walituandikia wakatuambia sinagogi ni msikiti. Haya majina yameweka nyuma, wamenukuu nyuma, ni kwamba wametafsiria tu kwamba mtu aweze kuelewa, lakini inafaa kwamba uelewe kwamba hao waliotafsiri nyuma walikuwa wanaongozwa na Roho wa nani, ukituambia kulingana na imani yako? Walioandika Biblia sio wenye walitafsiri. Ala, kumbe ni watu wengine tofauti. Hata Qur'an. Qur'an wachana nayo. Tutakuja kwa Qur'an, tumalizane na Biblia. So wewe unatuambia Biblia si maneno ya Mungu kwa sababu kuna watu waliweka ambao si wale ambao walitafsiri. Unajua ukianza unaweza letewa hapa Biblia kama 5. Uanze kuangalia ndani. Utakuta maandishi yao ama maelezo ama maelekezo yenye iko hapo inakuta ni tofauti. Ndio unahubiria Waislamu wajue kuwa Biblia sio kitabu cha Mungu. Biblia sio kitabu cha mtu, sio kitabu cha Mungu ama ni cha Mungu? Biblia ni maandiko ya Mungu. Asante. Kama ni maandiko ya Mungu, Mungu amesema sinagogi ni msikiti. Mbona microphone ikifika hapo unanyamaza? Yaani zingine zote unakubali. Inapofika sinagogi msikiti unaikataa. Na wewe ndio unaniambia Biblia maneno ya Mungu. Sasa mimi ambao ni Muislamu, nitaamini namna gani wakati sijakutolea kwa Qur'ani, nimekutolea kwa Biblia yako unayoiamini? Sasa wewe unahubiria watu kuwa hii Biblia kuna mashaka. Safi. Acha nikuulize swali. Sasa katika tafsiria maelekezo ya msikiti, tuseme tu msikiti, maana yake ni nini? Msikiti maana yake ni nyumba ambayo imejengwa kwa ajili ya kufanya ibada ya Kiislamu, kwa sababu wanaoingia msikitini wakifanya ibada wanakuwa ni Waislamu. Inaitwa masjid, mahali kuna sujudiwa. Masjid, neno sijida linatokana huko, unaenda kumsujudia Mola wako. Na kanisani hamsujudu, mnaketi chini, mbele atawale, nyuma atawale, pande zote atawale, mwachie Yesu hiyo tu. Mkimaliza hiyo, kila mtu anaenda nyumbani zake. Lakini masjid ni sehemu unasujudu, unapeleka uso chini, na Yesu ilikuwa tabia yake kupeleka uso chini, manabii wote kupeleka uso chini. Ndio tukaambiwa alikuwa katika masjid. Huyu Yesu ni Muislamu ndugu yetu. Nyinyi ni wapinga Kristo, ndio unaona hampendi Yesu. Na ndio unaona hata ukizaa mtoto huwezi kumuita Yesu. Sisi tunampenda Yesu, na ndio unafika hapa unapata kiguumuzi. Sisi tunampenda Yesu, hata tukizaa watoto tunawaita Isa, maana yake Yesu. Tukizaa watoto tunampenda Muhammad, tunawaita Muhammad. Lakini Mkristo hawezi zaa mtoto akamuita Yesu. Mkristo akizaa mtoto anamuita John, hawezi muita Yesu kwa sababu ampendi huyu Yesu. Mnamchukia sana hivi. Mnamchukia bure kwa sababu mnajua tu ni Muislamu ndugu yetu, ndio mnamchukia tu. Kama hangekuwa Muislamu ndugu yetu, hamngemchukia Yesu nyie. Lakini mlimchukia kwa sababu mlijua huyu Muislamu.
Najua ati sisi tunachukia. Mnachukia Yesu kwa sababu mnajua Muislamu. Sisi wapinga Kristo nyinyi. Kwa sababu nadhihirisha hivi 3:11 Luka. Nyinyi wapinga Yesu. Jambo lote akisema mnampinga. Sikiza ile anasema, nyinyi wapinga Kristo, lakini nyinyi mnatugeuzia ati ni sisi. Sikiza 3:11 kitabu cha Luka. Muonyeshe tu aone na macho yake. Utaona tena ataipinga hapa. Tena sio kesi. Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Ala, Biblia inasema nikiwa na kanzu mbili nikupe kama huna nini? Kama huna yako. Saa hii ukivaa kanzu hivi kama shekhe ukatembea hapa Jakaranda, watu watadhani wewe ni Muislamu. Wale ambao hawaelewi dini labda ndio watadhani huyu ni Muislamu. Wewe uko na kanzu? Sina kanzu, lakini sisi uvaa kanzu kulingana na vitengo labda. Sasa Yesu hapa Biblia imesema kitengo, imesema yule ambaye hana apewe. Asante, uko tayari kuchukua kanzu? Siko tayari. Si unaona wewe ni mpinga wa Kristo wewe. Si nimesema lazima utapinga. Hii tena sio ile ulikuwa unasema ni maelezo huko nyuma. Umepinga kwa sababu huwezi niambia napinga Yesu kwa sababu Yesu. Hebu rudia inasemaje? Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Uko tayari kuchukua kanzu? Hebu nifafanulie kuhusu hiyo kanzu. Kanzu ndio hii. Kanzu haina ufafanuzi mwingine. Kanzu ni vazi ambayo inavaliwa. Hii ndio inaitangwa kanzu. Ukiona imechorwa mahali, mtoto anaambiwa jaza hii ni nini, atajaza hii ni kanzu. Haina ufafanuzi mwingine. Hapana. Iko hapa kwenye gari. Na iko hapa kwenye gari, tulikuwa tunataka uvae saa hii. Sitaki. Sitaki. Kwa sababu wewe mpinga Kristo. Ndio nikakwambia wewe mpinga Kristo. Si nimekwambia nitawajua tu. Kwa sababu nakupa kitu ambao unaambiwa upewe, unakataa. Na swali lingine. Maana naona sasa mahali unaenda utamkataa mpaka Yesu kabisa, useme hata hujai nimsikia. Tupita hapo. Niko na ingine kwamba unakuta Waislamu wengine wanasema hawa wakichinja sisi hatuwezi kula mpaka tu hawa wachinje. Hebu nifafanulie kwa nini mnakuwa na hivyo? Ni kwa sababu Wakristo wamepigwa marufuku kuchinja. Na Biblia imewapiga marufuku kabisa Wakristo kuchinja. Yaani wamewekewa X 66:3 kitabu cha Isaya kwanza. Ni marufuku. Yaani marufuku Mkristo kuchinja. Kama anaiamini Biblia marufuku. Ukiona Mkristo anayechinja haamini Biblia. Walioruhusiwa kuchinja Waislamu peke yao kwa raha zetu. Lakini tukichinja hamna na tatizo. Tunawapa kazi ya tunakupatia kazi, unatoa ngozi, tunasaidiana huko kwingine. Yaani kazi rahisi. 66:3. Sikiza. 66:3. Hebu nisomee. Kama sijakosea. 66:3 baba. Yeye achinjaye ng'ombe. Biblia inasema yeyote anayechinja ng'ombe ambaye anafuata hii kitabu, yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu. So Biblia inakuambia ukichinja mnyama kama ng'ombe, wewe ni sawa umeua nani? Na nisomee penye Korani inasema pia kuchinja. Asante. Sasa Biblia imesema ukichinja ng'ombe ni sawa umechinja binadamu. Sasa Qur'ani ndio imetupa tu sisi kifua cha kuchinja. 22:36 Qur'ani. Yaani Qur'ani imewapatia Waislamu wachinje, wawapatie Wakristo nyama wakule kwa raha zao. 22:36 Qur'an. Suratul Hajj. Asikize vitu huyu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ngamia na ng'ombe ambazo nyinyi mnakatazwa kuchinja, na mbuzi. Ambia mchungaji utachukua simu baadaye. Na mbuzi. Amekutumia message ni. Na mbuzi na kondoo wa sadaka. Tumekufanyieni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hao mna kheri nyingi. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao. Wasimamapo safu safu mnawachinja. Marisia tukichinja tufanyeje? Na waangukapo ubavu kuleni katika hao, na mlisha makafiri wanaomba na wanaorodea bila kuomba. Tunaambiwa kwanza tukule, tukichinja tukule, kisha tuwapatie wale wanaorondea na wale wanaomba tunawapatia nyama. Kimguu cha mbuzi unabeba unaenda unachemsha supu, lakini waliopewa sheria ya kuchinja ni Waislamu. That's why siwezi kula kitu ambao wewe umechinja, kwa sababu Biblia inakukataza kuchinja.
Na ukikula nini itafanyika? Nikikula ni makosa, kwa sababu navunja sheria ya Mungu. Mtu amekatazwa kufanya jambo anafanyaje na hajui? Kwa sababu kuchinja lazima utaje jina la Mwenyezi Mungu. Mkristo hajui, na ndio unaona ukichinja ng'ombe wewe uko Mkristo ni sawa umeua binadamu, maana yake unaandikiwa makosa ya kuua binadamu. Wewe ukichinja ng'ombe unapata dhambi maana yake, lakini mimi nikichinja ng'ombe napata thawabu na kuletea nyama unakula tena kwa raha zako. Ukienda hapa Chamaiko utapata mbuzi namna bismillah Allahu Akbar namna zinachinjwa hapo. Unaletewa mbuzi, unachemsha supu, tena kichwa ya mbuzi nzuri sana kwa supu. Hiyo swali ni kinzani tu yenye nataka kusema. Mfano, ama kuna andiko yoyote katika Biblia mahali Wakristo wanaambiwa wameruhusiwa kuchinja Wakristo? Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuna sehemu inasema Wakristo wachinje? Maana yake mimi sijaona. Mimi sijaisoma Biblia yote. Asante, hebu enda usome na uulize mchungaji, lakini umuulize wakaze tempa yake iko sawa, kwa sababu atakwambia wewe umepagawa na mapepo ya maswali. Riba saika I want carry with the cute sasaka na 29. Ondoka. Sasa naambua na uhakikishe huyo mchungaji asiwe wa Arsenal, kwa sababu atakupiga makofi. Waislamu. Hii ajabu nayo. Waislamu. Kuna aina mbili ya Waislamu, labda tuseme tabaka mbili ya Waislamu. Ndio swali yake, kuna aina mbili ya Waislamu, 302 Qur'an. Si umeuliza kama kuna aina mbili ya Waislamu? Bado naendelea swali. Bado hujaimaliza iweke kachumbari tu. Sababu nilikuwa mahali wakisema hawa wakichinja hatufai kukula, lazima sisi tuchinje tu. Naam. Wote ni Waislamu. Wote tunawaona ni Waislamu. Sasa tukaona kwamba wanaingiwa na mgawanyiko. Asante sana. Aina ni moja tu ya Waislamu, 302 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Yenye mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Basi ni uwe Muislamu kamili. Labda ulisikia wakisema huyu akichinja hatuwezi kula, labda mwenye anachinja ni Muislamu ndio, lakini hajui utaratibu wa kuchinja, kwa sababu pia kuchinja ni pati ya ibada. Lazima ujue, lazima utaje jina la Mwenyezi Mungu wakati unachinja, lakini tatizo ni wao wanafaa kumuita wamfunze. Kama ni Muislamu ni kufunzwa, kisu lazima unoe vizuri, na ule mnyama lazima apewe kama ni majani nini, alafu asionyeshwe kisu ule mnyama. Unanipata vizuri Alalishwe vizuri, alafu kisu ipite chacha, umemalizana naye. Ni kuonyeshwa tu, kufunzwa. Na asiwe mnyama amekufa. Kukufa maana yake umeenda kwa zizi ya ng'ombe ukapata ng'ombe asaa kufa. Huyo ni haramu kumla, kwa sababu hajachinjwa. Lazima umchinje akiwa hai. Para vizuri, kwa sababu kila mnyama aliyekufa bila kujua sababu anaweza kuwa alikufa na maradhi akakuadhiri mwili wako. Kwa hiyo umesema kwamba Wakristo wako wengi kwa madini, unapata wameweka mabango hii chiji cha Baptist SDA. Kwa hiyo Waislamu mnaandikanga nini kwa msikiti yenu? Jina gani mnaandikanga? Kwa msikiti hakuna, haijaambiwa ni lazima uandike jina, ila katika misikiti mingi wanaandika la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, yani hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa ukweli isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, na Muhammad ni mtume wake. Hiyo ndio utapata most of most. Nimeuliza hivyo kwa sababu unaweza pata ingine imeandikwa Ahmadiyya Muslim, unakuta ingine ijue imeandika vitu mingi tu hapa. Ukisikia labda Ahmadiyya Muslim ni nini na ni Waislamu? Ukisikia Ahmadiyya Muslim labda hiyo ni chama, hiyo sio msikiti. Ni chama kinaabudu kama nyinyi. Labda ni chama ambao wanajiitanisha Muhammadia, kwa sababu sisi tumeambiwa ni Waislamu, sio Ahmadiyya. Tumeambiwa Waislamu, so ile inawezekana ni chama ambao iko sehemu. Unanipata vizuri Kama mimi naweza kuwa na chama yangu, hiyo si Uislamu. Kuna Uislamu na kuna chama. Na nielewa vizuri. Kwa sababu naam, kaunti ya Kakamega naam, kuna Ahmadiyya Muslims. Ahmadiyya Muslim. Sasa nataka uniambie hiyo watu wa Ahmadiyya Muslim ni tofauti na wewe vile unasema ama wamaanisha nini? Inaweza kuwa kwa sababu Ahmadiyya Muslim sijapata kwa Qur'ani. Sisi muongozo wetu ni Qur'ani, sio akili zetu. Hiyo ndio tofauti ya Waislamu na watu wengine. Waislamu wanaongozwa na Qur'ani na wanaongozwa na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaambiwaje? 5-3 Qur'ani. Hatujaambiwa Ahmadiyya. Sikiza vizuri wewe. Tulia. Hicho ni chama tu. Labda chama tu, watu wametengeneza kachama chao, wanataka shughuli zao.
Sikiza inasemaje kama unataka Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Sikiza, leo Mungu ametukamilishia dini yetu na usikie anatuambia tuwe nani? Na kukutimizieni neema yangu. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Mungu anatupendelea Uislamu uwe dini yetu, sio Hamadia, hapana. Uislamu uwe dini yetu. So sisi ni Waislamu. Ukisikia unaongeza kitu kingine, labda huyu ametoka katika Uislamu, ako mambo zake, kwa sababu Waislamu ni Waislamu, hawananga kitu kingine. Tuseme mfano umefika katika jimbo la Kakamega. Naam. Kwa hivyo utaenda kuswali. Utaenda kuswali. Kuswali utaswali Kakamega, misikiti imejaa. Ni swali ni kwa sababu wewe unaona kwamba wale Ahmadiyya si Waislamu wako na chama. Au utaenda kwa katika ile msikiti yao. Kuswali tunaswali katika kila ardhi. Hata ardhi ya kanisa nikiingia na swali tu hapo nje. Na sali vizuri sana. Naweka mkeka wangu na sali. Kuswali Muislamu anaswali popote katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Maadamu ni pasafi, hapana mikojo, hapana nini. Una swali. Yaani Uislamu very simple. Hata kanisani kwenu. Hata kanisani kwenu mkinipatia nafasi pale, naweka mkeka wangu vizuri na ni pasafi, mimi na swali. Simkaribia basi. Unajua sasa kanisa hatuwezi ingia kwa sababu kanisa zingine ni sehemu ya watu. So lazima uongee na mwenyewe. Wewe ukinikaribisha utafukuzwa kwanza wewe. Ni biashara za watu. Ni biashara ya mtu. Kwa sababu utapata hii inaandikwa jina hii na pasta wake ni huyu. Na ako na mamlaka hata ya kufunga hiyo kanisa. Lakini msikiti ni ya umma. Enda hapa hii msikiti mimi nakupeleka, unaingia ndani, unaona venye tunasali, hakuna mtu atakuuliza kwa sababu si ya mtu ile msikiti, ni ya Mwenyezi Mungu, tofauti na kanisa. Kanisa hata kwa registrar imeandikwa mtu binafsi. Msikiti haijaandikwa mtu binafsi kwa registrar ya serikali ya Kenya, haijaandikwa. Imeishia hapo. Imeishia hapo karibu katika Uislamu. Uko tayari kuwa Muislamu? Ni free. Siko tayari. Asante sana. Ukiwa tayari nafasi iko. Dada. Naitwa Maqueen. Maqueen. Hiyo jina mpya sijaipatana nayo. Muislamu, Mkristo, Maqueen? Mkristo. Asante sana. Je, kuna swali moja, mbili, tatu ungependa kujua kuhusu Uislamu? Labda unaonanga Waislamu lakini hujaipata ka chance kwa kuuliza swali moja ama mbili. Tunafundishana, vijana wanauliza maswali, wakimaliza wanaenda, wengine wanakuwa Waislamu. Je, una swali? Sina. Una swali. Na mbona usiwe Muislamu? Sisi tunakukaribisha katika Uislamu. Kinachokuzuia kuwa Muislamu nini haswa? Hakuna. Uko tayari kuwa Muislamu? Unanyanyua kidole, unasema maneno nyuma yangu, unakuwa Muislamu. Uko tayari kuwa Muislamu? Si leo. Sio leo. Si leo. Asante. Lakini Biblia unaiamini? Biblia ya Wakristo? Nimezaliwa kwa Ukristo. Umezaliwa kwa Ukristo. Na Biblia unaiamini 100%? Unaiamini na unafuata? Hebu nisaidie hapa Wakorintho wa kwanza 11:5. Hebu nisaidie kidogo hii Wakorintho. Sijui kama usaisikia kitabu inaitwa Wakorintho? Corinthians 11:5. Hebu nisaidie dada kama pia unaamini hizi. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Bali kila mwanamke asalipo, kila mwanamke anaposali au anapohutubu au anapozungumza, maana yake anapotembea huko nje anazungumza na watu, mwanamke huyo bila kufunika kichwa, iwaibisha kichwa chake. Mbona Biblia inasema wanawake ambao wanafuata Biblia wanafaa wakitoka nje wafunike kichwa, na nyinyi sioni mkifunika? Ama nyinyi sio Wakristo? Si ni Wakristo. Sasa mbona hamuifuati hii Biblia ambayo inasema mwanamke akitoka nje afunike kichwa? Hapo sijui. Hapo hujui kwa sababu mchungaji akusomei hapo, anakusomea sehemu ya kutoa peke yake. Sasa angekuwa amekufunza hiyo ungefurahia, lakini hako kufunza. Sikiza ingine pia akusomei 2:8 Timotheo wa kwanza. Pole, mimi najua wewe ni innocent inheritor, wala hata siwezi kukulaumu. Ule kiongozi ndiye anayejua, lakini hawezi kukueleza kwa sababu kuna kitu anataka kuvuna kutoka kwako. Sasa akikueleza ukweli anaona kama utatoroka. 2:8 Timotheo unaijua? Yes. Sikiza inasemaje? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Biblia hii inasema wanawake wajipambe kwa mavazi mazuri na kwa adabu nzuri, si kwa kushuka nini? Nywele.
Hii nywele ambayo unaambiwa usishuke ni hizi nywele huwa mnaongeza. Inafaa utumie ile nywele yako original. So Biblia inakukataza. Sasa huwa tunashangaa tukiwa tunatoka kwa msikiti. Tunashindwa hao watu ni Wakristo wanafuata Biblia. Wakati Biblia inasema hivi, tukaona hii kitabu ya Biblia kumbe ni yetu, ni ya Waislamu. Kwa sababu wanawake wa Kiislamu wakitoka anajifunika kichwa. Biblia inasema ujifunike kichwa. Wanawake wa Kiislamu wanawashuka zile nywele zao original waongezi. So tukaona pia Biblia ni yetu. Sasa kina Muhammad unamjua? Nasikia. Unasikia kama nani? Nasikia tu ni Muhammad. Muhammad tu. Muislamu. Ni Muislamu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ametumwa kwa ajili ya watu wote. 25:51 Qur'an. Tumsaidie dada katika hiyo. Akipata swali hata kama ni kesho atapitia, ulize kwa sababu mimi najua pale kanisani huwezi kufunzwa. Pale ni kuambiwa hii ni mwaka ya kufaulu. Hii utapata gari, utapata nyumba. Hii ni mwaka ya kufaulu. Somebody say hallelujah. Unashangaa, utapataje nyumba? Nani alisahau hiyo nyumba ndio wewe uipate? Shuari hata nyinyi. Afalata afikiri ati utapata gari. Gari utaipata wapi? Lazima ununue ndio upate gari. Na ili ununue lazima ufanye kazi. Shuari. Na nyinyi mnasema tu amen. Ai! Na mchungaji anajuanga hiyo. Sasa imefika wakati wa kuchangia mchungaji anunue gari. So yake ni matoleo, lazima mtoe. Lakini yako wewe ukitaka unaambiwa piga magoti tukuombee. Wewe hata wewe jiulize. Msikae hivi. Sikiza habari inasemaje Qur'ani. Muhammad ni nani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Yani Muhammad ni mtume kwa ajili ya watu wote. Sawa? Na Uislamu, uzuri ya Uislamu ni dini ambayo inakufunza maisha kabisa. Haiwezi kukufunza kukuambia ati hii mwaka utapokea gari. Inakufunza fanya kazi, save katika pesa yako, alafu ndio utanunua gari. Are you getting the point? Lakini si ati utembee tu hivi upate imepotezwa na mtu. Wewe Kenya hii utapata ati gari imepotezwa na mtu. Lazima ufanyie kazi. So tunakaribisha katika Uislamu dada yetu. Ungependeza zaidi sana ukiwa Muislamu. Ukivaa buibui yako, mashallah inakuwa ajabu mno. Buibui kuje? Bado nitafikiria. Utafikiria. So nafasi iko, nenda ufikirie. Nafasi yote ukiwa na swali utauliza. Ama kuna kaswali kamekuwa on the way? Kesho tu. Kesho inshallah. Inshallah. Mungu akitaka, njoo kesho uliza swali yote na usiwe na wasiwasi. Nakuita nani dada? Jezebel. 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 Muislamu, Kristo? Mkristo. Mkristo. Je, kuna swali ungependa kuuliza Waislamu ambayo inakusumbuanga? Any question, you have that time to ask. Una swali ungependa kuwa Muislamu? Ni free, hakuna membership card ya kuwa Muislamu. Ni kuamini Mungu ni mmoja na unaamini Muhammad mtume wa Mungu, unaamini manabii wote, unakuwa Muislamu. Unaingia msikiti yoyote. Unaona na uzuri wa Uislamu ni kwamba mtu akifariki hakuna mambo ya kuwekwa kwa barafu huko mochari. Kama soda unawekwa kwa barafu uwe code wanahitaji code baridi. Hapana. Ukifa ukiwa Muislamu, by jioni unazikwa, hiyo story inaisha, wewe unaenda na amali zako. Sio mambo ya kuwekwa mochari mwezi moja, mwezi mbili au tatu, hapana. Hakuna mambo ya sanduku wala nguo kuzikwa nayo, unafungwa na vitambaa, inaitwa sanda. Kama ni wewe dada umefariki, unaoshwa na madada wenzako na wanakufunga na sanda. Sio ati dada amefariki anaenda kuoshwa na vijana, hapana. Kama mochari, dada akifariki ukienda pale mochari, attendee anayepokea watu anakuwa ni mwanaume. Na lazima ukiweko kwa friji utolewe nguo. Zote inatolewa. Unaona So katika Uislamu wanastiri mpaka maiti ya Kiislamu. Mwanamke ambaye ni mama mzee anaoshwa na wamama wenzake, anafungwa sanda, anapatianwa, vijana wanaenda wanamzika. Very simple. Mazishi ya Muislamu haimalizi shilingi 10,000. Bana, kwa sababu nini inayotajika? Kama ni kula unakula kwako nyumbani. Sio kuja kula kwa mahali kuna huzuni. Wewe mtu ako na huzuni na unasema ati ongeza nyama hapa. Na mtu amefiwa. Si wewe ndio unafaa hata ununue huko umletee? Mimi niko sawa na Ukristo. Kwa sana. Unaenda kanisa gani? Worldwide. Worldwide. Pia Yesu alikuwa anaenda worldwide? Sijui, lakini si tuko tu. Wewe uko tu yani. Yani wewe unaenda worldwide na Yesu anasema jitieni nila yangu mujifunze kwangu. Lakini wewe unaenda worldwide na Yesu hakuwa anaenda worldwide. Lakini yako ndani yangu.
Yesu anakaanga ndani yako? Saa hii yuko hapa ndani yako. Sehemu gani? Sehemu gani haswa? Ndani yangu. Yaani kwa tumbo, kwa kila pali. Ajabu sana. Ajabu sana. So na akiwa ndani yako anakusaidia, mnaifuata Biblia? Mimi ananisaidia. Si niko hapa juu yake. So Biblia mnaikubali? Naamini. Unaiamini? 22:5 Kumbukumbu baba. Anaamini Biblia. Na Yesu yuko ndani yake. Anaamini. Sikiza inakwambiaje Biblia? Sio mimi. Biblia ambayo unasema unaiamini. Mimi ni kuquote tu. 22:5 kwa wenye kuandika. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Asante. Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Asante. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Biblia inasema mavazi ambayo unaona wanaume wanavaa usivae. Kwa sababu ni machukizo kwa nani? Mwenyezi Mungu. Sasa wewe naona umekadunga katroza kama mimi. Hawezi, unakupa ushauri gani hapo? Sasa Yesu anakupa ushauri gani hapo? Ndio anakuambia udunge yako katroza wakati Mungu anasema ni machukizo? Lakini mimi niko tu sawa. Biblia nayo haiko sawa na wewe. Sasa kati ya wewe na Biblia nani mkweli? Lakini Mungu ako sawa na mimi. Sasa Mungu anasema anachukia. Hebu rudia usikie. Hujasikia? Anachukia Mungu. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wake. Mungu ndiye anasema anachukia. So anapokuona umevaa hivyo Mungu anachukia, kwa sababu kuna vile unafaa kujistiri vizuri. Mwanamke ni kama dhahabu, hata ni zaidi ya dhahabu, anafaa kujistiri vizuri. Stara. Ndio unaona kama upepiga hiyo trouser lazima uvae nguo nyingine ndefu ya juu, kila mtu asione figa yako. Figa yako inafaa ionwe na bwanako aliyetoa mahari kwenu. Amekupa mahari. Sio kila mtu anakuona kila kitu, hapana. Umeelewa? So karibu sana katika Uislamu pia dadangu. Manake Uislamu dini nzuri, dini ya watu wote. Sawa. Sasa Yesu alikuwa Muislamu. Na Yesu alikuwa Muislamu, nafaa umfuate, na umesema ako ndani yako. Sasa sijui mbona haja kuongoza ukawa Muislamu. Haya, tulia. Haya. Nani ana swali? Karibu. Karibu brother. Nafasi iko. Yesu alikuwa Muislamu. Kama una swali unakuja hapa, nakupa maandiko vizuri sana. Mimi wananiita Sali. Naitwa Wellington. Unaitwa? Wellington. Wellington. Muislamu, Mkristo? I'm a Christian. Wa Christian. Injika swali tusikie, manake time nayo imekimbia. Kuna mwingine ananiambia ati Yesu alikuwa MSDA, wakati mwingine akasema alikuwa Mkatoliki, na mwingine anasema hapana alikuwa finger of God. Sasa sijui ni gani. Hiyo takuja baadaye. Uko na swali gani ya kuuliza? Na naona umeweka msalaba. My first question, did Jesus die? Anauliza kama Yesu alikufa. Yesu alikufa ugonjwa gani hasa? My question is, Yesu alikufa? Sisi hatujaamini alikufa. Qur'ani 4:57 alinyakuliwa na Mwenyezi Mungu. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaisha mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale walikhtilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa, wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kuwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhana tu, na kwa yakini hawakumuua, bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Tunaambiwa Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, ndio imani yetu. Haya, soma 1933 Quran. 1933 Quran anahitaji. Mashaallah. Inshallah. 19:33. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na amani kwa juu yangu siku niliyozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Nani anaongea? Huyo anayeongea anaitwa Nabii Isa ibn Maryam, Yesu mtoto wa Maryam. Nani anaongea? Ni Isa ibn Maryam.
ndio amenukuliwa. Anza from 37. Si ndio hiyo nakwambia ni Yesu. Nani anaongea? Ni Yesu. Anasema Atakufa. Siku nitakayokufa, si ndio atakufa? Kwani yeye ni akirudi anakufa? Imani yetu. Hajasema nilikufa, anasema siku nitaka, ni future tense. Atakufa. Alafu anyakuliwe. Na alinyakuliwa lini? Alinyakuliwa wakati alikuwa anataka kuuawa na Mayahudi, akaomba Mungu amnusuru, na ndio tuko na coming, the second coming of Messiah, ndio anarudi kwa sababu ni binadamu, atapatikana na mauti tena siku nitakayokufa, kifo cha amani, sio kifo cha kuchapwa na kufanyiwa kutolewa nguo, hapana, the peaceful death. Haujanijibu. Yeye mwenyewe amesema, si wewe umesoma shule? Qur'ani imesema siku nitakayo kufa, alafu hiyo ni future tense ama ni present tense? Ni future. Sasa future na Qur'ani is the last revelation, so bado na siku nitakayofufuliwa, kwa sababu wanadamu wote ndio watafufuliwa. Hata mimi kuna siku nitakufa na sijakufa, niko hai. Haya. Swali lingine ni hivi. Naam. Is Islamic a religion or a denomination? Islamic is not a domination, ni religion. Qur'ani 6:26. Denomination hizi mnasema sijui King Highway Baptist, hiyo ndio denomination. Finger of God, hiyo ndio denomination. Helicopter of Christ, hizo ndio denomination. Sijui nini KAG nini hizo sasa, lakini Islam ni religion. 6:26 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu, and this religion of Islam, Uislamu ni dini. Ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Uislamu ni dini, sio dhehebu. Haya, na kuna madhehebu kwa Uislamu? Sijayapata, labda unipe madhehebu. Sunni, Shia, hizo ni nini? Sunni sio dhehebu. Sunni inatokana na neno sunna. Sunna maana yake ni mienendo. Kwa mfano, mimi nimeachilia ndevu, hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mtu akiniambia huyu ni mtu wa sunna, maana yake mimi nafuata mwenendo, sio ati nimeweka dhehebu yangu. Hakuna dhehebu inaitwa dhehebu ya sunna, hapana. Hii ni mienendo, mtu ameshika mwenendo ambao ni wa Mtume. Mtume alikuwa akivaa kanzu, kanzu pia ni sunna kuvaa. Pia maana yake ni mfuasi. I am. Okay, my last question is Quran 349. 349, the last question. Karibuni sana tena mapema vijana. Kanzu yako niko nayo kaka. Haya. Na wewe buibui yako niko nayo kesho inshallah. Safi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu. Ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege. Kisha nampuliza mara na kuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Swali langu ni unieleze hiyo part inasema nini? Hii part inasema huyu Nabii Isa ibn Maryam alipelekwa kwa wana wa Israeli kwa sababu ni mtume. So mtume anapoletwa, analetwa na hoja. Venye Musa alitumwa kwa Firauni, aliambiwa anaachilia fimbo inakuwa nyoka. Naye Yesu alipewa miujiza yake, akienda kwa wana wa Israeli, anawaumbia kama sura ya ndege, kisha anafanya fya, inakuwa ndege, inapuliza, inatua. Kwa sababu ni miujiza amepewa kwenda kwa watu wake. So hiyo ndio miujiza alipatiwa. Musa alipoenda kwa Firauni, aliuliza hata Mungu nitamwambia nini? Akaambiwa achilia fimbo inakuwa nyoka. Alipoenda kwa Firauni, alikuwa anaachilia fimbo, fimbo inatani inakuwa nyoka. So ni miujiza inapeanwa kila nabii na wakati wake. So Isa alikuwa na uwezo wa kupea kitu aina uhai kuwe na uhai. Hakuwa na uwezo, rudia, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ni kitu anapewa by permission of God. Kama uko na uwezo, huna kuchukua permission. Kwa mfano, OCS hana permission ya kufanya kazi bila apewe na OCPD. So ni chain of command. So hawezi kujipiga kifua kwa sababu hawezi kufanya peke yake, lazima apewe permission. Sikiza habari. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Uambie nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu. Sikiza tena, nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu.
Mimi nimekujia na hoja kutoka kwa Mola wenu ya kwamba nakumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kisha nampuriza, mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. By permission of God. Sio mimi, hapana, ili wasije wakafikiria kama wewe. Aliwakataza akawaambia, hii napuliza anakuwa ndege, sio kwa uwezo wangu, kwa uwezo wa Mungu aliyenituma. I'm just a servant. Mimi na deliver. Sasa sijui kesho kama utapata nafasi uje mapema. Leo umekaa pale, kumbe ulikuwa na maswali, na mimi nimekaa hapa, kumbe maswali ulikuwa nayo mazuri. Afadhali ukikuja mapema, kama kaka yangu alikuja mapema akauliza maswali yake yote mpaka akamaliza. Unaona pia huyu naye anakuja letu wakati kuna adhiniwa ndio anakuja. Tunaenda kuswali. Njoo kesho mapema. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.